Hali tunazungumza kwenye siku ambayo tupo na mjadala mezani. Kilichopo hapa ni hoja yako mezani, na leo tunazungumza kwa kina kuhusiana na masuala ya haki, uwajibikaji pamoja na usawa katika sekta ya uchimbaji wa madini, mafuta pamoja na gesi. Nipo na wadau tofauti tofauti hapa. Mimi ni Charles William. Asante kwa wewe ambao unatufuatilia kupitia The Chanzo pamoja na YouTube channel ya Haki Rasilimali. Na hapa ninao wadau mbalimbali, naye ndugu yangu Mustafa Nguku, Mohamed Mustafa Nguku, ndio ambaye yeye anawakilisha wale wadau ambao wapo katika mazingira ya uchimbaji wa madini. Yeye ni mwanajamii, atatupa uzoefu wake wa jinsi gani ambavyo masuala ya haki, uwajibikaji na usawa huko yanapatikana. Lakini pia tupo na ndugu Damas. Ndugu Damas yeye ni kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Na Damas Parsalao yeye atatupa uzoefu wao. Wao wanapokea malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wapo kwenye maeneo ambako uchimbaji unaendelea, lakini pia kutoka kwenye asasi za kiraia. Tumepata nafasi pia hapa ya kuwa na ndugu yetu Hussein Mvovo, na yeye ni afisa mradi kutoka Business and Human Rights Tanzania, BHRT. Hii ni asasi ya kiraia ambayo imekuwa ikijishughulisha na kuangalia haki za binadamu katika maeneo hayo ya biashara. Lakini wewe pia unaweza kushiriki mjadala huu popote pale ulipo kwa kutuandikia maoni yako kupitia comment section hapo kwenye YouTube channel. Unaweza kutuandikia lolote lile ambalo unatamani kuuliza ama kulifahamu katika mjadala tulionao hapa, hoja yako mezani, tukijadili haki, uwajibikaji pamoja na usawa katika maeneo ya uchimbaji wa madini, mafuta pamoja na gesi. Sasa tukianza kwako ndugu Hussein, labda utupe tathmini yako. Ni yapi ambayo nyinyi mmebaini kama asasi ya kiraia kwenye tafiti zenu kuhusiana na upatikanaji wa haki, uwajibikaji pamoja na usawa kwenye maeneo haya ya uchimbaji? Najua mmekuwa mkifanya tafiti nyingi sana. Asante ndugu mtangazaji. Ni kweli kama ulivyosema awali, shirika la biashara na haki za binadamu ni shirika ambalo limejikita katika kufanya tafiti, lakini pia kufanya uchechemuzi katika masuala mazima ya haki za binadamu katika biashara. Na katika tafiti tumefanya tafiti mbalimbali katika sekta ya uziduaji, katika sekta ya kilimo. Katika sekta ya uziduaji, katika tafiti zetu tumegundua mambo mbalimbali. Miongoni mwa vitu ambavyo tumevigundua katika sekta ya uziduaji, kwa maana sekta ya mafuta, madini pamoja na gesi, tumegundua cha kwanza kabisa ni uelewa mdogo wa wananchi unayohusiana masuala ya utoaji wa ardhi. Na katika swala zima la utoaji wa ardhi, wananchi wengi wamekuwa hawashirikishwi kikamilifu katika utoaji wa ardhi, lakini pia masuala mazima ya ulipaji wa fidia, kwa maana sheria mbalimbali zimeweka kwamba fidia inatakiwa ilipwe vipi, lakini katika swala zima la ulipaji wa fidia, mara nyingi fidia wananchi wamelalamika fidia inakuwa sitosherevu, hailipwi kwa wakati, lakini pia sio ya haki. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto katika sehemu mbalimbali. Lakini kwa biashara sasa kwa ujumla zinazofanya katika sekta hii ya uziduaji, kwa maana tunazungumzia athari za shughuli za biashara kwa jamii inayozunguka, wananchi wengi wamekuwa wakilalamika, kwa maana kuna swala zima la uvunjifu wa haki, kwa maana kuna wananchi wanapigwa, kuna wananchi wanavunjiwa haki zao kama vile kutolipwa fidia, lakini pia swala zima la uharibifu wa mazingira, kwa maana makampuni hayafanyi ile impact assessment kikamilifu, lakini pia hata zile taarifa zinazoonyesha athari za kimazingira haziwi communicated kwa wananchi kikamilifu, na hata kama zinakuwa communicated haziwekwi katika lugha ambayo mwananchi wa kawaida ambayo anaweza akaielewa. Lakini jambo lingine tumegundua sasa, wananchi wanapokuwa na malalamiko waweze kupata haki zao, hivyo wanapaswa waende kufikisha malalamiko katika mgodi au katika
njia husika. Kwa hiyo sasa katika swala zima la upatikanaji wa haki za wananchi kwa mujibu wa mwongozo wa kimataifa wa Umoja Mataifa umeonyesha kuna nguzo kuu tatu. Kwa maana kuna nguzo ya kwanza inazungumzia nguzo linda, kwa maana ni wajibu wa serikali kulinda haki za wananchi. Inalinda vipi serikali? Kupitia taasisi, sheria, sera na miongozo mbalimbali ambayo inaundwa kwa ajili ya kulinda wananchi. Lakini pia tuna nguzo ya pili, nguzo heshimu, kwa maana ni wajibu wa serikali kuheshimu sheria, sera, taratibu na miongozo ambayo imewekwa ndani ya nchi ili waweze kufanya shughuli zao. Miongoni mwa kuheshimu huko maana yake wataheshimu sheria, kwa maana kuna sheria za kazi, kuna sheria za mazingira na sheria mbalimbali. Lakini pia nguzo ya tatu ni nguzo ya upatikanaji wa nafuu ya kisheria, kwa maana mwananchi ambayo haki zake za msingi zimevunjwa, sasa anataka kupata haki zake. Anapata haki zipi? Kwa hiyo kuna utaratibu ambao kanuni ya 25 ya mwongozo wa Umoja Mataifa imeweka wazi, kwa maana ya mwananchi huyu ili aweze kufikia haki zake za nafuu ya kisheria kuna mihimili kadhaa. Kwa maana kuna mfumo wa kiserikali wa kimahakama na mfumo usiokuwa wa kiserikali na mfumo wa kampuni katika utoaji wa nafuu ya kisheria. Sasa tukirudi katika huu mfumo wa makampuni ya utoaji wa nafuu ya kisheria, katika tafiti zetu tumegundua kwamba kwanza mifumo mingi, baadhi ya makampuni ipo ndani ya mgodi. Kwa hiyo maana yake ufikiwaji wake unakuwa ni changamoto kwa mwananchi. Lakini pia mifumo hii haitabiriki, kwa maana unapopeleka shauri lako kwamba ni hatua gani itafuata, imekuwa ni kipengele kwa mwananchi kuweza kunani. Lakini pia mifumo hii imeweka mawasiliano. Kwa mfano wameweka mawasiliano ya kutumia email address, kwamba email address kwa mwananchi ambao wa chini kabisa kuweza kutumia mfumo huu wa email address au kutumia barua pepe inakuwa ni changamoto, kwa sababu yeye anatumia simu ambayo sio accessible kwa ajili ya kutumia mifumo hiyo. Yes, sasa nitaka utueleze kitu kimoja ambacho kwa wananchi wa kawaida kabisa huku mtaani wamekuwa wakikisema. Ni kama wanaona kwa sheria tulizonazo hapa Tanzania, ikibainika kwenye eneo lako kuna madini au kuna mafuta au kuna gesi, ni kama automatic lile eneo linakuwa mali ya serikali, na vitu vingine vyote kuhusu hatima ya fidia yako vinabaki kwenye mikono ya serikali. Kwenye sheria na sera tulizonazo, mwananchi ana nguvu kiasi gani juu ya eneo lake ambayo limebainika kwamba lina rasilimali fulani kama madini au gesi na kadhalika? Nguvu yake ipo kwa kiwango gani, ama nguvu inabaki kwa serikali kwa sababu tu imepatikana rasilimali fulani pale? Ni kweli ndugu mtangazaji. Sasa hapo tunarudi katika vitu viwili, kwa maana tuna surface right, na sasa tunapozungumzia surface right, kwa maana sheria ya ardhi inamuonyesha kwamba ukijaribu kuangalia ile definition ya sheria ya ardhi, kwa maana ardhi inajumuisha vitu ni ile tabaka la juu, mafuta, gesi pamoja na madini sio sehemu ya ardhi. Kwa hiyo sasa inapopatikana swala zima la mafuta na gesi, hii tunasema ni kwa ajili ya matumizi ya wananchi wote. Kwa hiyo mwananchi anakuwa hana haki ya kumiliki madini, isipokuwa anamiliki ardhi, lakini ardhi hii anamiliki kwa mujibu wa sheria kwamba ardhi ni mali ya serikali, ila rais ni kama mdhamini mkuu wa ardhi. Kwa hiyo mwananchi anakuwa hana haki. Sasa inapokuja migongano hii, ndio inakuja migogoro mingi ya ardhi, kwa sababu wananchi wengi wanajua kwamba inapopatikana madini katika ardhi yake, anafahamu kwamba yale madini pia ni haki yake. Hiyo ndio inakuja migongano sasa kati ya wananchi na wachimbaji wadogo au wachimbaji wa kati au wachimbaji wakubwa. Ndio. Labda tukizungumza kwa upande wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, nyinyi mnapokea malalamiko kwa kiasi gani kutoka kwenye sekta hii ya uziduaji? Malalamiko yamekuwa ni mengi kwa kiwango kipi, na malalamiko yenyewe yanaegemea kwenye maeneo gani? Labda nifafanue kidogo kabla sijafika huko. Unajua, unapozungumzia masuala ya uchimbaji ni lazima ujue historia ya uwekezaji katika hilo eneo. Mnakumbuka
athari nyingi tunazoziona za masuala ya haki za binadamu kwenye uchimbaji wa madini, unakuta ni athari ambazo zilikuwa imposed na ukoloni. Kumbuka kipindi cha ukoloni, unakuta nchi yetu iliendeshwa sana na sera za huko za nchi zilizoendelea. Na ukianza kuangalia kwa mfano Williamson Diamond iligunduliwa na wa Canada, na mwisho wa siku wakaja wakafanya uwekezaji. Kwa hiyo kuja unakuta kwamba athari za haki za binadamu unakuta kwamba zina nasaba vile vile za hizo nchi za magharibi, na hasa tukizingatia ukoloni. Lakini baada ya uhuru, Mwalimu aliipenda sana hii nchi. Kwa hiyo na mwisho wa siku yeye hakutaka sana concentrate zaidi kwenye masuala ya mining sector. Kwa hiyo na hapo ndio akafanya kitu kinaitwa nini, utaifishaji wa mali, yani kwamba uchumi uwe chini ya serikali, ya nchi, sawa, ya serikali, chini ya nchi. Kwa hiyo unakuta kwamba lengo la Mwalimu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba alijua kwamba kulingana na uwezo wetu, maana unapozungumzia masuala ya masuala ya mining, ni swala ambalo linahitaji ujuzi mkubwa, linahitaji capital kubwa, linahitaji vitu vingi ambavyo ukiangalia kwa uwezo wetu kwa wakati huo, Mwalimu aliona hapana, tutatengeneza mazingira zaidi ya kuweza kuifanya nchi yetu iwe exploited kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza kukuta baada ya uhuru kulikuwa na utaifishaji. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba masuala ya uwekezaji yalikuwa zaidi yamejikita sana kwenye wawekezaji wadogo wadogo, na sana sana kuna baadhi ya mining kama Williamson zilikuwepo pale, zilikuwa chache. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba katika nchi za Afrika Mwalimu alijitahidi kuifanya nchi ya Tanzania kulinda rasilimali yake kwa ajili ya Watanzania. Umeshaona. Lakini ilipofika miaka ya hiyo ilikuwa ni miaka kuanzia ni baada ya ile inaita Arusha Declaration. Kuanzia miaka baada ya Arusha Declaration, miaka 1970 mpaka 90, uchumi ulikuwa controlled na serikali. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba na uwekezaji kwenye masuala ya madini ilikuwa controlled. Lengo ilikuwa ni kulinda hiyo rasilimali. Lakini ilipofika miaka ya 80, miaka ya 80 tulikumbwa na wimbi ambapo tulilazimishwa kuadapt mfumo wa soko huria. Umeshasikia? Unakumbuka mambo ya trade liberalization. Kwa hiyo tulikuwa tumekumbwa na hilo wimbi. Sasa sisi mfumo wetu ulikuwa ni mfumo wa jamaa na kujitegemea, unasikia? Lakini sasa hawa wakubwa nadhani waliona tu ya access ya hivi vitu, kwa hiyo wakawa wanalazimisha sasa hii mambo ya trade liberalization ifanyike hapa nchini. Kwa unaweza kuangalia na hizi trade liberalization ziliwezesha, pamoja na kuwepo hiyo misukumo, lakini serikali bado iliweza kuweka mikakati ya kujaribu kulinda rasilimali zake. Kwa hiyo kwenye mwaka 1997 walikuja na mineral policy, yani sera ya uwekezaji kwenye masuala ya miaka ya 98 ikaboreshwa hiyo sheria, si ndio? Miaka 2010 iliboreshwa, japokuwa haikuboreshwa kwa haili. Kumbuka kwamba wakati huo tunaingia hapo, kumbuka tunalazimishwa. Unajua kitu chochote ambacho umelazimishwa, na wakati huo ukiangalia capacity yako unaiona kabisa kwamba uwezo sina. Unasikia? Kwa sababu unapozungumzia masuala ya mining yanahitaji uwekezaji mkubwa, yanahitaji knowledge ya vitu vingi. Unasikia? Kwa mfano unapozungumzia kwa mfano madhara ya rushwa, let's say kwenye pollution, sawa, let's say kuna malalamiko yanahusiana na masuala ya environmental pollution, ili kuthibitisha lile swala kwamba kuna kosa limefanyika, lazima kuwepo na expert opinion, ambapo unamtafuta mtu ambaye ni mtaalamu katika lile eneo kuhakikisha kwamba anaweza kuthibitisha pasipo shaka kwamba kuna hilo tatizo. Nasikia unaona? Ndio. Kwa hiyo kwenye mwaka 2010 hii iliboreshwa zaidi, lakini nakumbuka serikali ya awamu ya 5 ilijitahidi sana.
baada ya kuona kwamba sasa tumelazimishwa kuingia kwenye mfumo ambao sisi ulikuwa sio utamaduni wetu. Nakumbuka sisi hatujawahi kuwa wafanyabiashara, na wakati mwingine we are not that much expertized kwenye mambo ya mining. Kwa hiyo kuna vitu vingi tulihitaji muda wa kutosha kujifunza. Unajua wakati mwingine unapoingia kwenye uwanja ambao wewe hujui, unaweza ukafanya makosa ukalaumiwa kama ulifanya makusudi, kupe sio. Unaweza kukuta kuto kuelewa tu ndio kumekufanya uingie katika nani. Kumbuka mining industry, when you talk about mining, it's a very big business. Na hizi business zinafanywa na multinational companies. Na multinational companies zina uwezo kiuchumi. Umeshanielewa? Kwa hiyo unakuta kwamba wanakuwa na setup zao. Kumbuka hawa ni watu wako advanced. Kwa hiyo wanaweza kaika setup zao ukajikuta umeingia kwenye mkenge ambao wewe mwenyewe ukupanga kwenda huko. Kwa hiyo sasa unaweza kurudia hilo swali lako. Sasa ndo na baada ya huo utangulizi utueleze mnapokea malalamiko ya aina gani sana kutoka kwenye eneo hili la uwekezaji wa madini, mafuta na gesi? Malalamiko ambayo yamekuwa yakija kwenu kama Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora yamekuwa yakiegemea maeneo gani, na mifumo yenu ni rafiki kiasi gani kwenye hayo malalamiko kuja? Of course mifumo yetu ni rafiki kwa kiwango fulani, kwa sababu unajua unafanya kulingana na uwezo wa nchi. Unajua watu wengine wangependa waende mwezini wakati uwezo huo hawana. Well, we do according to our capacity. Sawa? Kwa mfano kwa uwezo wetu uliopo tunazo ofisi za kanda. Kwa mfano tuna ofisi Dar es Salaam, tuna ofisi Dodoma, tuna ofisi Mwanza, tuna ofisi Lindi, tuna ofisi Zanzibar, tuna ofisi Pemba, na juzi hapa tumefungua ofisi kule Tabora. Lakini hizi ofisi zote ni kujaribu na ufunguaji wa ofisi, kumbuka nchi yetu kuna mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo wanasema wakati mwingine kupanga ni kuchagua. Kwa hiyo tuna ofisi za kanda kwenye eneo la kwenye maeneo, na vile vile akitaka kulalamika kuna ofisi za kanda. Kuna ofisi za kanda. Njia nyingine of course, kwa mfano unapozungumzia serikali ime-extend parefu. Tuna wakuu wa wilaya, tunakuwa mikoa, bado wanaweza kuzitumia hizo ofisi kuweka mawasiliano yao na bado yakatufikia. Kwa hiyo na maana mpango wa kwamba kufikika, of course tunao uwezo, lakini tungependa tufikike zaidi ya hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba malalamiko mengi ambayo tunayapata of course ni ya hawa, kwa sababu unakuta kwamba ukiangalia kwa mfumo na historia ya uwekezaji katika madini, malalamiko mengi ambayo tunayapata ni ya hawa wawekezaji wadogo, hawa small miners. Unakuta kwamba labda wamefanya shughuli, kwa sababu mara nyingi hawa small miners wanafanya kwenye capacity ambayo sio rasmi. Kwa hiyo unajikuta kwamba dispute zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine wanakuja, unakuta mambo mengine unakuta ni wao wenyewe, ni swala la kuwaelewesha. Wanaokuwa wanalalamika wanakuwa ni kina nani? Ni wachimbaji ama ni wananchi wanaozunguka maeneo hayo? Wote, wachimbaji na wananchi wanaozunguka hayo maeneo ya hiyo migodi midogo ambayo tunaizungumzia. Kumekuwa kwa muda mrefu makampuni makubwa kabisa ya uwekezaji kwenye sekta ya madini yanalalamikiwa kuhusiana na masuala ya uchafuzi wa mazingira. Kwa mfano, yanalalamikiwa kuhusiana na usalama wenyewe wa wafanyakazi, wanafanya kazi kwenye mazingira ambayo yanaonekana kuwa ni magumu. Lakini yanalalamikiwa kuhusu fidia za maeneo ambayo wamechukua katika eneo lao la uwekezaji. Haya yanawafikia kwa kiwango gani? Of course yapo, yanafika, na hatuwezi kukataa. Kama mwanzo nilivyozungumza kwamba tunapozungumzia masuala ya uwekezaji kwenye masuala ya madini, historia imechangia kwa kiasi kubwa sana kutengeneza hayo madhara. Kwa mfano, unakumbuka wawekezaji kwenye masuala ya mining ni watu ambao wenye uwezo mkubwa, na mara nyingi ni hizo multinational companies ambazo ni kampuni za hao waliotutawala kipindi hicho. Kwa hiyo unakuta kwa sababu na sisi kwamba tuna limited capacity kwenye mambo mengi, labda elimu, uwezo kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mambo mengine ambayo wanayafanya
yanatengeneza kasoro ambazo zinapatikana hapo. Of course malalamiko tunayapata yako mengi sana. Yeah. Sawa. Nitarudi baadaye kwako hapo Yeah. kuhusiana na eneo hilo la kwako la jinsi mnavyoshughulikia, lakini ni mruhusu ndugu Mohamed Mustafa Nguku ya. Kama mwanajamii kwenye eneo ambalo wewe upo unaishi, mnazungukwa na migodi. Tupe mtazamo wako ama tathmini yako kwenye mahusiano yenyewe kati ya wananchi na hiyo migodi, na jinsi gani ambavyo uwajibikaji, haki na usawa unazingatiwa katika maeneo hayo. Sawa kabisa. Mimi kwanza ningependa nielezee kwenye hili eneo ambalo unaloliongelea la uwajibikaji. Uwajibikaji wa makampuni kwa jamii ni mdogo sana, lakini uwajibikaji wa wao kampuni kama kampuni kwa masuala yao ni wazuri sana, wanafanya vizuri sana. Nasemaje? Kwa mfano, kampuni imepewa leseni ya kuchimba madini. Eneo lile walilopewa bahati katika kuendelea na shughuli ndogo ndogo, wamegundua kwamba mbele ya lile eneo kuna eneo lingine kubwa tu ambalo lina nini? Lina madini mengi tu yale ambayo anataka kuchimba. Mwekezaji atashughulika sana lile eneo kulichukua na kuwa lake. Nje ya lile eneo lake ambalo nje ya lile eneo. Atapitia njia zile zile. Atapitia njia zile zile zilizowekwa. Atapita, atakwenda huko, atakwenda huko, atakwenda huko, atakwenda huko. Lakini sasa linapokuja swala la kampuni, kama swali lako lilivyouliza, kampuni inatakiwa ifanye nini kwa jamii ambayo ilikuwepo pale? Kwamba umechukua eneo lake. Katika lile eneo ulochukua, kuna sheria ambazo zimepangwa. Huyu bwana akasema kwamba eneo ambalo linakutwa lina mafuta, lina mawe, amini rubi, pengine madini, eneo lile si ardhi. Eneo lile ni madini, na kwa mujibu wa sheria zetu kwamba madini si mali ya Mtanzania mmoja mmoja, ni mali ya umma. Lakini kuna taratibu ambazo zimewekwa kumtoa pale anakufikiria kwamba ni madini, anafikiria kwamba pale ni kwake. Kuna taratibu ambazo zimewekwa. Na taratibu hizo mwajibikaji ni nani? Taratibu hizo mwajibikaji ni kampuni ambaye anatakiwa amkompensate yule bwana atoke pale. Kwenye eneo hilo uwajibikaji haupo kabisa. Na bahati mbaya sana. Na bahati mbaya sana. Makampuni, huyu bwana akasema makampuni makubwa hawana malalamiko ya makampuni makubwa yuko mjini. Lakini angekaa na jamii, pengine hata kama angekuwa wanafanya tafiti mara kwa mara. Badala ya kusubiri zile taarifa ambazo wafanye tu tafiti, aende kwenye migodi 2 3 ambayo wananchi wapo. Aende akasikilize. Umesikia? Sasa wananchi hana shida na wachimbaji wadogo hata siku moja. Nataka utusaidie kwa kutupa mfano hai. Mfano hai wa ni nini hasa ambacho kimetokea kwenye eneo lako, labda ukaona kwamba haki na uwajibikaji haupo. Sasa nitatoa mfano hai. Kuna kampuni ipo kule. Ile kampuni imepewa leseni ichimbe madini. Lakini ile kampuni si imekuta watu nje ya eneo lile alipewa kuchimba madini, nje ya eneo lao la uwekezaji. Anatengeneza barabara. Yaani huu nakupa mfano halisi kabisa. Anatengeneza barabara ya kupitishia material yake kwa ajili ya kwenda kuchimba kule. Kule ninakokaa ni mlimani. Barabara huwa ziko mlimani. Ukichimba tu upande wa pili kwa ajili ya kuitengeneza, udongo unatoka kule unaenda yani ile kule mlimani wanapakana na mashamba. Ile barabara inapakana na mashamba. Ukichimba udongo tu unafukia mazao yote yale. Umenielewa? Unafukia. Kampuni imefukia yale maeneo kwa ajili ya kutengeneza barabara. Imefukia mazao ya wananchi. Mazao ya wananchi na shamba lenyewe, manake huwezi ukalilima tena. Umenielewa?
walalamikaji wamekwenda moja kwa moja mpaka kwa mkuu wa wilaya. Baada ya kuenda kijijini huku hakuna wajibika, hakuna kinachoendelea wala nini. Wamekwenda mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya, sisi wananchi wako, huu msimu mahindi haya ndio yalikuwa nabeba, lakini hawa mabwana wamefukia. Mkuu wa wilaya ananyua simu, anampigia afisa uhusiano ambaye kampuni imemwacha kule, anapigiwa, anasema kwamba mkuu wa wilaya, ili jambo lisikupe kichwa kabisa, nikirudi tu nakuja kulimaliza, niko Dar es Salaam mara moja. Lakini nikirudi ndani ya siku 2 siku 3, hilo swala unarudi huko kimya na huulizi, bwana mbona uliniahidi kwamba utalishughulikia hili jambo? Huulizwi kabisa. Kwa malalamiko mlipeleka ofisi za serikali za wilaya na hamjapata kuanzia kijijini? Hakuna nani ambayo leo wakaamua kuondoka kwenda kwa mkuu wa wilaya. Na mkuu wa wilaya aliwasiliana moja kwa moja na afisa uhusiano, na akamjibu kaambia, usipate shida, jambo nitalimaliza, nikirudi tu. Lini unarudi? Unipe siku 3. Anarudi na hakuna kinachoendelea. Kwa jambo lenu halijapata ufumbuzi. Sio halijapata, halitapata. Umesikia? Sio halitapata. Kwa sababu halikumbushwi, kwa sababu kuna vikao hata kwa jirani. Mmelalamikia lini? Limelalamikiwa mwezi wa pili. Mwezi wa pili mwaka huu. Halikupata ufumbuzi. Sawa. Na je, mlipoenda kulalamika mlikuwa mnataka kulipwa fidia ya mahindi ya sio mahindi tu na shamba. Ile ardhi manake haiwezi kutumika tena. Yaani wale walichimba sana ile barabara. Yaani hata kama unakwenda utakuta kuna ngema eneo la hivi, ukisimama sasa hivi unalichungulia hivi. Sasa ule udongo wote ule ulikuwa unaporomoka kwenye mashamba. Umenielewa? Manake ardhi zimepotea na mazao yale yafanya nini? Yamepotea. Sawa, nimekuelewa vizuri sana. Tupo kwenye hoja yako mezani. Tunazungumza katika mjadala huu ambao umeandaliwa na Haki Rasilimali. Tuna wadau tofauti. Tuna ndugu yetu Hussein kutoka katika shirika la biashara na haki za binadamu Tanzania BHRT, lakini pia tunaye ndugu yetu Damas Parsalau, yeye anatoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora hapa nchini, na tunaye hapa Mohamed Mustafa Nguku, yeye ni mwanajamii ambaye yupo katika maeneo ya migodi. Mjadala wetu tunazungumza kuhusiana na haki, uwajibikaji pamoja na usawa katika maeneo ya uchimbaji wa madini, mafuta na gesi. Labda Damas tusaidie, malalamiko kama haya yanayozungumzwa kwamba watu wametendewa ndivyo sivyo, wameenda kwenye ofisi ya wilaya, wamelalamika, hawapati majibu yao. Pale walipoenda kwenye ofisi ya wilaya na hawajapata majibu, pengine wangeweza kufanya nini ili waweze kupata haki yao katika eneo hilo la uwekezaji? Kama nilivyosema, unajua vyombo vya utatuzi wa haki za binadamu viko vingi, na bahati nzuri mkuu wa wilaya ni mmoja wapo, na ukiangalia polisi ni wengine, TAKUKURU ni wengine, tume ya madini ni wengine. Mimi ningemshauri, na kwa sababu nishalisikia, namshauri tu labda aandike barua kwetu sisi, ndio kuhusiana na hili lalamiko lake. Alilete pale ofisini, sisi tutalifanyia kazi. Tutafanya uchunguzi. Inategemea kufanya uchunguzi. Unajua kuna process. Kwanza lazima tulifanyie tathmini za awali, kuangalia hili swala lina ukweli gani. Maana unapoingia kwenye investigation process, ina maana sasa unagusa interest za watu. Kwa hiyo lazima ulipime, je, hili swala, kwa sababu kwanza mwanzo litapokelewa kwenye General Investigation Register, ambalo sisi tunaita kokoro letu, ambalo linapokea takataka zote. Wewe piga makelele ya aina yoyote, sisi tutahisi kwamba ni malalamiko yanayohusiana na, inaitwa malalamiko yale. Lakini itakapoingizwa kwenye Investigation Register, ni kwamba baada ya kuchekecha, kuangalia, je, kulingana na sheria yetu, je, kuna viashiria ambavyo vinathibitisha kwamba hili swala linatakiwa lichunguzwe. Kwa sababu unajua lalamiko
mchunguzi unakuwa unalazimika kufuata sheria, kwamba wanasema ukitaka kufungua swala lolote la kichunguzi ni lazima limit criteria za kichunguzi, ili mwisho wa siku litakapofika katika mlolongo mzima wa kufanyia haki lisije likaleta changamoto. Kwa mfano lese, wakati mwingine huwa tunafika mahakamani. Sasa ikifika mahakamani unaweza kukuta kwamba tukapeleka pale ushahidi unakataa kupokelewa na hakimu. Sasa inakuwa sasa ni kitu ambacho sasa tunapoteza rasilimali za umma. Kwa hiyo lazima tuzingatie hiyo misingi. Yeah. Sijui kama nimekuelewa vizuri. Kama nimekupata kwa ufasaha ni kwamba malalamiko kama haya yaje ofisini kwenu. Yes. Alafu mtaona njia ya kuielekea. Na kwa sababu ni muunganiko wa vyombo vingi vya serikali, nyinyi kazi yenu Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, mnafanyia kazi masuala mara nyingi baada ya watu kuwasilisha kwenu malalamiko, na hamtoki moja kwa moja kwenda kuchunguza, ama mnaweza kuchunguza yale yanayosemwa hata kama hajaja kulalamikiwa kwenu kwa mfumo rasmi wa maandishi ama wa barua. Unajua, unasema ili uzungumze na kuijua tume ni lazima ujue tume ni nini na jukumu lake ni lipi. Unajua tume, kama nadhani umesoma chemistry, kuna kitu inaitwa catalyst, something ambayo ina speed up reaction without yenyewe kuathirika. Unajua kuna vyombo vingi vya haki ambao vina wajibu. Kwa mfano unapozungumzia hata TAKUKURU, wao wana wajibu wa haki katika kuhakikisha masuala ya corruption, si ndio? Ukija polisi wana masuala mengine ya kuwajibika kuhusiana na masuala ya other offenses, si ndio? Watu sasa unaweza kafika sehemu kwamba kuna mtu analalamika, labda tuseme amefikisha swala labda polisi, si ndio? Anasema swala langu naona kama halijashughulikiwa. Kwa mfano ile aliyozungumza huyu kwamba bwana, ndio maana nimemwambia lete pale ofisini ili uje ulalamike kwa bwana, swala langu nilipeleka somewhere ili tuangalie kwamba je, kulikuwa na changamoto gani. Ndio tunataka kufahamu tume inafanya kazi baada ya malalamiko kuja, au hata mkisikia huko barabarani kwenye vyombo vya habari mnaweza kutoka mkafuatilia, ama mtu akija kwenu ndipo mnaingia kazini? Naomba unisikilize vizuri. Nimesema ili uweze kuijua tume inafanyaje kazi, lazima uangalie majukumu yake. Unajua muundo wa serikali una mihimili mingapi? Mitatu. Kuna mahakama, kuna serikali na kuna nini? Kuna bunge. Tume nadhani wameshawahi kupitia kuna vitu vinaitwa quasi judicial. Quasi judicial wao kazi yao ni kwa mfano tunapozungumzia ni kusimamia muktadha mzima wa haki. Ndio maana nikasema kwamba kuna mlolongo wa vyombo vinavyofanya kazi ya haki. Umeshasikia? Kwa hiyo inapotokea kwamba labda kuna sintofahamu wananchi wanaiona katika mlolongo mzima wa muktadha wa mambo ya haki, sawa, ndio anakuja kwetu sisi, kwa sababu unajua serikali ukiangalia imejipanga kwa upana zaidi, na wapo kila sekta kuna mtu anadili na haki. Unasikia? Lakini pale ambapo sasa panapotokea kuwa na jamu, sisi ni kama, unajua ufanyaji kazi wetu hauna tofauti kama na auditor general. Auditor general yeye ana audit pesa na mambo ya assets, ndio? Sisi tuna audit operations, yani haki, ufanyaji kazi wa haki. Je, kuna jamu, ni kama kagrisi hivi unakapaka pale ili mashine iende. Unasikia? Na ndio maana unakuta kwamba wakati mwingine unaweza kukuta mtu mmoja kuletea malalamiko kwamba polisi, labda kuna mtu amepeleka issue yake polisi, kwamba anahisi kwamba ile issue haiendi vile inavyotakiwa. Kwa hiyo sisi tutafanya uchunguzi na kuangalia kwamba kuna tatizo gani. Na hata ukiangalia setup ya tume ni tofauti sana na vyombo vingine vya haki. Vyombo vingine vinapeleka mahakamani kwenye muhimili ule wa mahakama, lakini sisi
tunafanya uchunguzi, lakini sisi tuna nature kidogo tofauti, kwamba tunakuwa na mashauri na tutakuwa na uchunguzi pia. Umeshanielewa? Kwa hiyo ina maana sisi watendaji tunafanya uchunguzi. Tukishafanya uchunguzi, tukapata matokeo ya uchunguzi, tutawakabidhi makamishna ili waitishe shauri, maamuzi yatolewe na kuangalia ni nani ana haki. Sasa kamishna akishatoa, sisi tutachukua yale maamuzi yaliyotolewa na mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu, ndio tutayapeleka kwa yule muhusika aliyetakiwa kutimiza wajibu wake. Kwa mfano kama ni polisi, jamani, kuna swala la kuja kwako, kuna mtu alikuwa analalamikia kuku wake wameibiwa, lakini anasema kwamba hakuna lolote lililofanyika, na sisi tumefanya uchunguzi, tumeona hili kweli kuna tatizo, hebu na shauri hili limeshapita kwetu na limefanywa maamuzi na makamishna, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tunalileta kwako kwa utekelezaji, inabidi utekeleze. Nimekupata vizuri. Nimekupata vizuri. Sasa kwa hiyo nyinyi mna ofisi za kanda tu. Hakuna ofisi za wilaya wala za mikoa. Kwa ili malalamiko ya mwananchi aliyopo kwenye wilaya fulani, kata fulani yawafikie nyie, ni lazima aende kwenye ofisi za kanda? Hapana. Yanawafikia kwa sababu kumbuka, unapozungumzia Tume ya Haki za Binadamu ni chombo cha serikali kama vyombo vingine. Ila sema kwa sababu serikali ina mambo mengi ya kufanya, kwa hiyo unakuta kwamba ni lazima hizi resources kidogo igawanye katika kila sekta, kila mtu aweze kutimiza wajibu wake. Sasa unakuta kwa sababu sisi tunadili na haki, bado kuna vyombo vingine ambavyo vina wajibu wao mahususi. Kwa mfano kama mtu ameibiwa, si ndio? Sitabidi aende polisi. Lakini kukutokea amekwama katika wizi, ataleta kwetu. Ndo nataka kujua analeta wapi. Anapoleta, kwa mfano anaweza akafanya hivi, akatuma kwenye hizo ofisi za kanda, na mawasiliano yetu tumeshaweka kwenye mitandao. Anaweza kutuma barua pepe. Anaweza kutuma barua pepe, anaweza katuma kaandika barua kwa sababu kuna anwani ipo. Anaweza akapiga simu. Au anaweza kafika physically kwenye hizo ofisi za kanda. Lakini ni kwa sababu tu, lengo ni kwa sababu kwamba kuna vyombo vingi ambavyo vinatekeleza haki hiyo. Kwa mfano akiona kwamba haki yake moja kwa moja kuna mtekelezaji mahususi yupo, afike kwenye ofisi. Kwa mfano kama ameibiwa, aende polisi. Itakuwa haina maana umeibiwa leo ufike moja kwa moja TAKUKURU, itakuwa ngumu kidogo. Sawa? Wewe unatakiwa uende polisi. Polisi sasa akikukwamisha uje kwetu sisi. Sisi ndio tukusaidie sasa ili jambo lako liweze kufanikiwa. Tarudi kwa mzee Mohamed kwa sababu namuona anataka kutia neno, lakini nitarudi kwako. Niliomba sana. Nitarudi kwako. Lakini Hussein, hebu tuambie kwenye ufuatiliaji wenu nyinyi mmebaini ni rahisi kiasi gani malalamiko ambayo wanayo wanajamii kwenye eneo husika? Ni rahisi kiasi gani kuweza kufanyiwa kazi au kuna ugumu kiasi gani? Kwa sababu yanapozungumzwa hapa ni kama wawekezaji wanaonekana kama ni watu wenye nguvu ya kifedha, na hiyo uwepo wa nguvu ya kifedha dhidi ya wanajamii wanaozunguka pale ambao wengi wanakuwa wanaonekana kama ni wananchi wa kipato cha chini sana, na uelewa wao kuhusu taratibu za kisheria na sehemu za kulalamika unaonekana kuwa chini sana. Nyinyi mmebaini yapi kwenye eneo hili? Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema awali na alivyosema ndugu mchunguzi hapa, ukijaribu kuangalia migodi, wananchi wengi ambao wanazungukwa na migodi nchini Tanzania, hali zao za maisha ni duni sana. Yaani hali za maisha za wananchi ambao wanazungukwa na migodi hauwezi ukalinganisha na thamani halisi inayotolewa au inayopatikana katika rasilimali hizi ambazo zinachimbwa. Sasa tunapozungumzia, inapokuja swala zima la migogoro ya wananchi na wawekezaji, na tunazungumzia ile power imbalance, kwa maana mwananchi nguvu yake ipo chini na hawa multinational nguvu zao zipo juu. Lakini kuna kitu kimoja ndugu mchunguzi alizungumza hapa, kwa maana ya hawa wanaishia katika kuchunguza na kushauri. Lakini sasa hivi ukiangalia migodi mingi, serikali ni sehemu ya uwekezaji. Nakumbuka tume ni sehemu ya serikali.
Sasa unapata ukijaribu kuangalia urahisi kiasi gani kwamba tume aende kumchunguza mgodi ambaye pia ni sehemu ya uwekezaji. Yaani imekuwa ni changamoto. Kwa maana kwamba kwenye migodi mingi serikali imekuwa ana hisa. Kuna kampuni pale lakini serikali ni mwanahisa. Ni mwanahisa. Kwa hiyo unapozungumzia sasa kama mtu wa tume haki za binadamu na utawala bora anapopata malalamiko yanayohusiana na mgodi fulani, aende kufanya uchunguzi, na uchunguzi ule akagundua kwamba huu mgodi ni kweli umekiuka haki za binadamu, swala zima la utekelezaji wa hayo maamuzi yanayotolewa na tume unakuwa ni mgumu. Kuna mifano mbalimbali. Ndio. Kuna mifano mbalimbali. Kuna kesi ambazo zimejitokeza huko nyuma, lakini kuna kesi ya mwaka 2024 katika mkoa wa Mara ambapo wananchi walikuwa wanalalamikia juu ya utoaji wa ardhi. Walimepeleka malalamiko yao tume, lakini tume ikatoa ruling in favor kwa mgodi. Lakini wananchi kwa sababu tunapozungumzia hizi mbinu za ufikiwaji wa nafuu hazikufungi, yani mwananchi afungwi na kutumia mbinu moja, kwa wananchi wale wakatumia mbinu nyingine ya kimahakama, na mwisho wake wakaweza kupata haki, kwa maana wananchi walikuwa wanapaswa walipwe fidia kutokana na utoaji wa ardhi, kutokana na kukiukwa kwa baadhi ya issue ambazo zimejitokeza katika utoaji wa ardhi katika maeneo hayo ya Nyamongo. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinajitokeza. Mzee amezungumza, ni kweli kuna taratibu mbalimbali katika utaratibu usiokuwa kama nilivyozungumza awali, kwa maana ufikiwaji wa nafuu za kisheria kuna ngazi mbalimbali. Ngazi ya kwanza ni utaratibu wa kutumia mahakama. Mahakama kwa maana tunaanzia mahakama ya mwanzo mpaka mahakama ya rufaa. Kwa sasa inategemea ni kesi yako inajikita katika ngazi ipi. Lakini katika hiyo pia inajikita katika eneo ipi. Kwa mfano kuna mahakama ya ardhi, mahakama kuu division ya ardhi, kuna mahakama kuu division ya kazi, kwa maana maamuzi yanahusiana masuala ya migogoro ya ajira yanapotoka katika baraza la usuluhishi, ambapo baraza la usuluhishi na uamuzi lipo katika mfumo mwingine, yani tunazungumzia mfumo wa kiserikali usiokuwa wa kimahakama. Na tunapozungumzia mfumo wa kiserikali usiokuwa wa kimahakama, hapa kuna mifumo mbalimbali, mifumo mingi. Miongoni mwa mfumo wa kiserikali usiokuwa wa kimahakama ni huu mfumo wa tume ya haki za binadamu na utawala bora, lakini pia tuna tume ya usuluhishi na upatanishi, ambayo hii inajadili masuala yote yanayohusiana na masuala ya ajira na mahusiano kazini. Lakini pia tuna tume ya udhibiti wa nishati EWURA, kwa maana malalamiko yote yanayohusiana na masuala ya nishati yanaratibiwa huko. Lakini pia tuna tume ya masuala ya mahakama za rufaa za kikodi, ambapo nafikiri ilipata maarufu ile TRAT and TRAP, kwamba hizi zinajadili masuala yote yanayohusiana na masuala ya kodi. Lakini pia tuna baraza la usimamizi wa mazingira ambao ni NEMKI, ambalo hili limejikita zaidi katika usuluhishi wa masuala mazima ya mazingira. Lakini sasa ukiangalia linafanya vipi kazi, yanatekeleza vipi wajibu wake, kwamba ukijaribu kuangalia sheria ya mazingira, sheria ya usimamizi wa mazingira mwaka 2004 imejaribu kuonyesha kuwepo kwa mabaraza mazingira. Je, mabaraza hayo yapo? Inafanya vipi? Tumeona hivi karibuni kwa maana ya wachimbaji wadogo wameangukiwa na migodi, kwamba je, tunasubiri mpaka madhara yajitokeze ndipo tuweze kuchukua hatua? Kwa nini tusianze kuwajibika na kutimiza wajibu wetu kabla ya madhara kuja kujitokeza? Kuna matumizi makubwa ya zebaki kwa wachimbaji wadogo. Je, hizi mamlaka ambazo zimewekwa, kwa maana mamlaka za kiserikali ambazo zinatakiwa zitekeleze wajibu wake, zinafanya vipi wajibu wake, au zinatimiza vipi wajibu wake kuzuia matumizi ya zebaki ili kuweza kupunguza madhara? Kwa sababu ukijaribu kuangalia katika uchunguzi ambao tumefanya katika migodi midogo ya dhahabu, kwamba wachimbaji wengi wanatumia au wanafanya shughuli zao bila ya kutumia dhana za kujilinda na mazingira. Na wakati mwingine unajikuta wanatumikishwa mpaka watoto wadogo. Sasa ni nini ambacho sisi tumefanya? BHRT tunajaribu kutoa elimu kwa umma juu kwanza ya upatikanaji wa nafuu za kisheria, kwa maana tumegundua wananchi wengi hawafahamu mifumo ya ufikiwaji wa nafuu ya kisheria.
Hivyo basi tumejaribu kuwaelimisha, kwa maana kuna mifumo hii kwamba mwananchi anaweza akatumia mfumo huu, akishindwa anaweza akatumia mfumo huu, na anaposhindwa anatupigia simu ili tuweze kumsaidia. Sasa katika mifumo ambayo ipo ya makampuni tumejaribu kuangalia mifumo mbalimbali. Mifumo hiyo kwa mfano tuna mfumo naweza nikatolea kama good practice, mfumo wa Barrick Nosmara ambao upo nje kabisa ya kampuni, na hata mfumo wa Tembo Nickel ambao pia upo mjini, kwa maana mfumo wao, ofisi yao ya afisa mahusiano wameweka nje ya mji, au hata ofisi au katika mgodi wa Barrick Bulyanhulu kule Kakola, kwa maana ofisi ya kupokea malalamiko imewekwa nje. Lakini sasa tunazungumzia hata zikiwa nje, je, wananchi wanazifahamu? Naomba nichangie hapo. Unajua, nataka nimuondoe misconception. Unapozungumzia serikali, haijawahi kutokea hata siku moja watumishi wote wa serikali wakawa watovu wa maadili wakafika sehemu wakataka kuihujumu nchi. Ila kinachotokea ni makosa ya mtu mmoja mmoja, siko umenielewa, na kila mtu atabeba msalaba wake kwenye utumishi wa umma. Mimi nikutoe kwa sababu unaposikia kwamba labda let's say serikali ina share labda Williamson Mining, zile share it doesn't belong to the government, it belong to the people. Government inakaa on behalf of the people, sawa? Alafu kumbuka, tunapozungumzia masuala ya sheria inatengenezwa na nani? Sawa? Sheria ni ya watu. Ndio maana inapelekwa bungeni ambako kuna wale representative wa nini? Wananchi. Wale ndio wanaojadili. Kwa hiyo unapokuja kuilaumu serikali kwamba sheria fulani iko hovyo, wakati wawakilishi wako walishapewa nafasi, si ndio, ya kuweza kulizungumzia hilo swala, inakuwa kama huitendei haki serikali. Mimi nadhani let's be realistic, tuwe wa kweli, sawa? Hata hizi harakati mimi nimezungumza, ukiangalia hata historia ya uwekezaji kwenye mambo ya mining, umeona rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyo play role kubwa, alikuwa ni serikali huyo, aliplay role kubwa kuhakikisha kwamba analinda rasilimali za nchi, sawa? Sahihi. Lakini bahati mbaya wote tunakumbuka, historia inatujua na tumesoma katika madarasa, tumeona kuna masuala ya trade liberalization. Yale je, tuliyafanya kwa utashi wetu? Hapana, ilikuwa ni shinikizo. Sasa wewe just imagine mtu anakuambia ukaogelee wakati hujui kuogelea. Si unakunywa vikombe mle? Sasa kunywa vikombe inawezekana ni kuwa ni kosa lako. Mimi nadhani let's not atusijadili hili jambo kisiasa sana. Tuwe realistic. Kwa sababu kumbuka, hawa wanaofanya kazi kwenye hubu serikali wengine ni ndugu zetu, wengine ni marafiki zetu, wengine ni Watanzania wenzetu. Sawa? Kwa hiyo hata ukija kuangalia hii transformation, hata uwepo wa hii inaitwa business, hii taasisi yako inaitwaje? Business ya Human Rights Tanzania imeletwa kutokana na sheria ambayo imetengenezwa na bunge na serikali imesupport effort yako, sio? Sahihi. Kwa hiyo unajua wakati mwingine sasa tumekupata vizuri. Hoja yako tumekupata vizuri. Ngoja mimi nitarudi tena kwako na kwa Hussein. Ngoja tumsikilize mzee Mohamed Mustafa Nguku. Tena maana yeye kama mwanajamii anaonekana kadri mnavyojadili yeye ndo anazidi kupata joto. Yani joto linanijiaje? Yani tunapoongelea haya mambo yanayowaathiri watu, tunayaidhinisha kwa sababu haya mambo yapo kisheria. Umenielewa? Tunakuwa hatutendi haki hata siku hii moja, kwa sababu tunakaa sasa hivi kuzungumzia kwamba sheria hii imepitwa na wakati, sheria hii imepitwa na wakati. Nilikuwa nafikiria sana kwenye dialogue kama hii hapa tuliokuwa naye, yani licha ya bwana huyu haki za binadamu ameongelea kuwasilisha kwa ile tatizo lililotokea pale, malalamiko, lakini kubwa sana ilikuwa tuangalie kwa nini kuna malalamiko haya.
hili ndio jambo ambalo litakiwa liwe kubwa sana. Kwa nini kuna malalamiko haya? Je, kuna upenyo ambao watu wanapitia kwa ajili ya kutekeleza malalamiko haya? Na tumepata majibu moja kwa moja kwamba upenyo uliokuwepo ni sheria. Umenielewa? Sasa lazima tuulize, sheria hii inamsaidiaje huyu anayesema kwamba sheria anatunga mwenyewe? Tunasema sheria inatungwa na bunge na wale wabunge situmewapeleka si wenyewe. Lakini ikifika siku tukiona kwamba hii sheria inamaliza watu, ile sheria tunalalamikia kwamba sheria ile haifai. Sasa tukiongelea katika maeneo ya makampuni haya, umenielewa? Katika masuala haya ya nani, narudi kwa kule kwamba sheria inasema ukikuta madini, umenielewa, sio ardhi tena hiyo, kwa sababu madini hayashikiliwi na wewe mkulima. Hata ardhi yenyewe tunasema iko chini ya nani? Ya Mheshimiwa Rais. Na ndio maana anapata nguvu akisema kwamba natoa notice hapa, kuanzia leo ardhi hii tumebadilisha matumizi yake, sio ardhi ya kijiji tena, ni ardhi ya uwekezaji. Umenielewa? Akisema tu hivi, basi ile ardhi inakuwa ya uwekezaji kweli, na ukweli wake una athari kweli. Umenielewa? Ardhi ikishaambiwa ni ya uwekezaji na ule mwekezaji akapewa leseni, hata lile eneo la ardhi kuna nini? Umenielewa? Kwenye ardhi ile kuna shule ya msingi, ile shule imebomoka, uruhusiwi kuikarabati au kuitengeneza ile shule mpaka upate ruhusa kutoka kwa nani? Kwa mwekezaji. Kuna kituo cha afya, na kueleza vitu ambavyo hata ukinifuata kesho Mahenge na kupeleka twende hapa. Kuna kituo cha afya, kituo kile cha afya hata ukisema kwamba ngoja tupate dawa au tukasajili, wanakwambia mkuu anakwambia tumeshindwa kusajili kituo hiki. Walijenga wananchi, lakini kilivyotangaza sikipo kwenye ardhi. Umenielewa? Ardhi ya mwekezaji tulipewa hiki kituo, lakini tunajiuliza kwendaje kusajili kituo hiki wakati kituo hiki ni cha mwekezaji. Umenielewa? Sasa kitu ambacho mimi nilichokuwa nakiona kizuri sana, hata waheshimiwa haya tuangalie hizo sheria ambazo zinazozungumzwa kwamba sheria ndiyo inayotumika kufanya haya mambo, na hizi sheria tumezitunga zenyewe. Je, zinatoa haki? Na kama hazitoi haki, tuna sababu ya kuendelea na sheria hizi. Na sheria nadhani malalamiko ya sheria hayatokei kwa mara moja au mara mbili. Naona kila siku watu wa haki za binadamu kwenye siasa huku ni wazuri sana, na kulalamikia sheria ni wazuri sana. Lakini sasa haya yanayowahusu wananchi moja kwa moja, unajua ukiongelea wananchi, hii jamii, usiongelee hawa watu wa Dar es Salaam. Umesikia bwana? Usiongelee kabisa. Usioguse ni wananchi. Katika hii issue ya uwekezaji. Umesikia? Kama unamsikiliza huyu bwana huyu, amekueleza kwamba katika watu ambao wanaolalamika sana ni hawa wachimbaji wadogo. Lakini Chazi, njoo Mahenge wanachimba madini ya vito na wanachimba haya madini ya kimkakati. Njoo kama utasikia malalamiko madogo utayasikia kwa wawekezaji wa vito. Kwa sababu gani? Wale wanachimba kule, lakini uchimbaji wao hauhusiani kumtoa mtu kwenye eneo lake la asili. Umesikia bwana? Uchimbaji wao adaelewana, bwana nimekuta rubi hapa, basi mimi nitachimba wewe nitakupa 5%, watamaliziana, ndio wamaliziana hivyo. Umesikia? Sasa watu lakini wanaongelea, wanalalamika. Je, ni hii sheria kweli tuna haja ya kuwa nayo? Kweli madini ni ya serikali, lakini mimi nalima hapa. Umesikia? Je, ni kweli tuendelee kusema kwamba basi jamaa akigundua pale napolima kuna madini azunguke aende Dodoma, Dodoma kule apewe leseni, tena arudi pale mimi napolima, bwana hapa kuna madini na madini haya ni mali ya serikali, kwa hiyo kuanzia leo mimi nishakatia leseni. Ndipo tunapokwenda Tanzania sasa hivi. Hili uliza kokote ndipo tunapokwenda. Ukiwaambia utasema sheria inasema kwamba huwezi ukaendeleza mpaka ufanye naye mazungumzo. Unafanya naye mazungumzo wakati tayari umempa leseni. Inakuja kichwani nyinyi waandishi wa habari. Sasa inakuja kichwani. Kwa hiyo hoja yangu mimi, hoja yangu mimi, hata hii dayo itusaidie. Tuziangalie hizi sheria. Hizi sheria
ni rafiki kwetu. Kama hizi sheria tunazolalamika za uchaguzi na nini na nini, tuziangalie hizi sheria ni rafiki kwetu. Ndio. Hizi sheria kweli zinampa haki yule anayehamishwa pale, anatakiwa ahamishwe atoke? Ndiyo. Zinampa haki? Ndio. No. Nimekusikia vizuri sana mzee Mohamed Mustafa Nguku. Sasa nilikuwa naona ndugu Damas unataka kujibu hoja. Sio kujibu, kuna kitu nataka nimuongezee. Unataka umuongezee ili aelewe vizuri. Mhm. Unajua tunapozungumzia masuala ya haki za binadamu na especially unapozungumzia tume ya haki za binadamu iko mbali zaidi na huyu jinsi anavyofikiri. Unajua tume ya uanzishwaji wa tume ya haki za binadamu ni matokeo ya ile uchaguzi wa Zanzibar. Sio uchaguzi wa Zanzibar. Ile Human Rights Declaration ambayo ni ya kimataifa kabisa. Na ile Human Rights Declaration inachosema, inasema unapozungumzia haki za binadamu lazima uende zaidi ya sheria. Miongozo, kanuni. Unasikia? Huyu sasa yeye amejistiki kwenye sheria. Unajua kwa nini? Na hata serikali imeridhia hilo kwamba jamani, kuna haki za msingi za binadamu ni lazima zilindwe kwa gharama yoyote. Sheria zipo lakini haujawahi kuwa msaafu. Ushasikia? Kwa hiyo nani, tume ya haki za binadamu tunakuja kuangalia kwa mfano hata hilo swala analozungumza kwamba nimekwambia background tu ya mfano tu limetolea. Nisikiliza, tuko pamoja. Unasikia background tu ya mining industry in Tanzania. Sawa? Inakuonyesha kwamba Tanzania ni kama ni nchi ambayo viongozi wake wa serikali wamejaribu kulinda sana hii rasilimali ya nchi. Kwa mfano hata ukija kuangalia hapa serikali ya awamu ya 5 imejitahidi sana mpaka kubadilisha ile sheria kutoka 2010 hii ya mwaka 2017. Hii sheria imeongeza mambo mengi mazuri. Japokuwa unajua kumbuka hizi sheria zinatengenezwa na binadamu. Na binadamu wenyewe ni sisi. Sasa wakati mwingine unajua ni sawa tumejikusanya watu watatu hapa. Si tumesimama mimi, wewe na huyu, hapo tumesimama. Alafu mimi nageuka na kupiga konzi wewe, alafu natulia. Huyu jamaa atahisi nani amempiga. Unasikia? Lakini actually ni kwamba hatutaki kujua ukweli. Mzee Mohamed nikimsikiliza ni kama yeye haoni namna gani wananchi wanasaidika kwenye madhira yanayowakumba katika uwekezaji unaofanywa. Kwa hiyo anashindwa kuelewa shida ni nini mpaka shida nimekuambia ni historia ya uwekezaji. Kumbuka ni nani aliingia kwenye mining sector? Ni multinational companies. Hivi akija hapa Jeba limekaa na miraba mikubwa, nimesema vua hiyo saa, utakosa kuvua. Unajua wakati mwingine tusije tukajidanganya hapa. Tunapozungumzia hawa watu wenye uchumi mkubwa, kwanza wana akili kubwa, sawa? Alafu pili wana mbinu kubwa. Lakini serikali yetu ya nchi hii na nchi zingine za Afrika, kumbuka hata mwalimu ile kitendo tu cha kutokuruhusu kwamba extraction ya mining kwamba isubiri kwanza mpaka wananchi wangu watakapokuwa na capacity. Ni kwa sababu ya hilo aliliona. Unasikia? Kwa hiyo mimi niwaambie kitu kimoja. Kwa Tanzania pamoja na kwamba madhara yametupata, lakini kila Mtanzania ana jukumu hilo. Lakini bahati mbaya kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Kumbuka tunaokosea humu. Unajua wezi ni sisi. Wala rushwa ni sisi. Unasikia? Na watu wakuja kuangalia, njoo nikwambie kitu kimoja. Ndio maana nikamwambia ndugu yangu hapa, hakuna sehemu ukakuta watumishi wote wa serikali wakaungana kufanya uovu. Itatokea tu ni mtu mmoja tu na mashetani yake akafanya uovu wake. Na sheria haijawahi kumwacha salama. Unasikia? Na kama amebaki salama, of course msishangae kwamba kila sehemu, hata wewe mwenyewe unasema ukiingia kwenye vita, unapoona opponent wako ana silaha kubwa zaidi, kukimbia na yenyewe ni sehemu ya kutengeneza ulinzi. Umeshaelewa? Kwa hiyo wakati mwingine katika ufanyaji kazi katika dunia hii, miamba ipo, si ndio? Pale unapomuona huyu ni mwamba, si ndio? Tafuta wasaa ukae pembeni, ujikusanye, uje kufanya jambo lako, si ndio? Kwa sababu kumbuka watumishi wanaofanya hizi kazi ni sisi. Uongo bwana mzee. Twende hata kwa mfano nyie waandishi wa habari. Unasikia? Tuchukue nyie waandishi wa habari. Sawa? Waandishi wa habari
humu ndani mngependa sana mfanye kazi yenu kwa vizuri tu, lakini bahati mbaya na njaa pia huwa inasababisha. Au nimekosea? Unakuta hata njaa ule kapiga sehemu unasema da, hapa njaa imeuma. Jamaa kaza bwana, sikia, chukua hii 10,000 hii usiripoti. Au wakati mwingine unajua ni changamoto ambazo ni udhaifu wa mwanadamu. Lakini udhaifu wa mwanadamu tusiufanye kuwa wa serikali. Tunapasisha. Sawa, tutakuja tena kwako. Umalizie hiyo hoja yako kuijenga. Hussein, ulikuwa nilikuwa najaribu kutaka kuongezea alipoongea mzee, kwa maana ya kwamba uwepo wa haya mashirika makubwa, kwa maana sisi sasa power yetu ipo chini, hatuwezi chukua hatua, au wananchi wanashindwa kuchukua hatua. Sasa unajua katika swala zima la haki za binadamu, hususan huu mwongozo ambao nimesema, mwongozo wa Umoja wa Mataifa katika biashara na haki za binadamu ambao umetolewa mwaka 2011, umeweka nguzo. Zile nguzo kwa maana kama nilivyosema awali, kuna nguzo linda, nguzo heshimu, pamoja na ufikiwaji wa nafuu za kisheria. Kwa hiyo katika hii nguzo heshimu, kwa maana makampuni ya kibiashara sasa, wawekezaji wanapotaka kuja kufanya biashara, wanatakiwa wafanye human right due diligence. Utanisahihisha Kiswahili, human right due diligence, na hii ni kwa mujibu wa sheria na miongozo ya kimataifa. Kwa maana kama makampuni haya hayajafanya hii human right due diligence, mwananchi anaweza akapata madhara. Kwa hiyo mwananchi anaweza akatumia mbinu mbalimbali za kuweza kuyashtaki haya makampuni, kwa sababu makampuni makubwa yanapokuja kuwekeza yanakuwa yanapata fedha, yanapata mikopo kutoka benki mbalimbali kama Benki ya Dunia, IMF pamoja na World Bank au African Development Bank. Kwa hiyo maana yake sasa ni nini? Kwa maana mashirika ya haki za binadamu au wananchi ambao wanakumbwa na madhira ya ukiukwaji wa haki za binadamu yanaweza ikatumia mbinu nyingine kama serikali inashindwa kuchukua hatua kupitia ile mifumo ambayo imejiwekea, kwa maana ile mifumo ya kimahakama au mifumo ya kiserikali isiyokuwa ya kimahakama, kwamba wanaweza wakatumia mifumo mbalimbali. Nitakupa mfano wa kesi ambayo Williamson imeshtakiwa katika mahakama ya Uingereza na kufikia hatua kwamba wananchi kushinda ile kesi, lakini pia wakaamua watumie mfumo nje ya mahakama ya kuweza kutatua malalamiko ya wananchi ambayo yalikuwa bado yapo. Kwa hiyo imetokana na nini? Imetokana na wananchi kutumia mifumo mingine ya kuweza kuchukua hatua ili wananchi waweze kupata haki zao. Hii kwa maana si kwamba mwananchi anaposhindwa kutumia mfumo wa ndani basi haki yake inakuwa imeisha. Kwa hiyo kuna mifumo ya kikanda ya mashirika ya haki za binadamu kikanda na kimataifa ambao wananchi pia wanaweza wakatumia, ambao kama nimesema kwa sababu hiyo ya international financial institutions, lakini pia wanaweza wakatumia utaratibu wa tasnia wa wadau mbalimbali ambao nimezungumza, kwa mfano kama hiyo IGM, Independent Grievance Mechanism, ambao hii imesaidia wananchi wengi kupata haki zao. Lakini sasa katika utafiti ambao BHRT imeifanya, wananchi wengi wanashindwa kuhifadhi taarifa za masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo unapozungumzia kama wananchi amefanyiwa ukatili, lakini taarifa zile za kuonyesha amefanyiwa ukatili, ametibiwa sehemu fulani, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sasa hiyo imekuwa ni kikwazo pia kwa baadhi ya wananchi wengi kushindwa kuweza kupata haki zao pindi zinapokiukwa. Nitaka nijue, ukisema unatumia mifumo mingine ya kupata haki, kuna wananchi ambao wana uelewa mkubwa sana wa kisheria, wanaweza kutafuta mawakili, wanaweza kutafuta wanasheria wakawasaidia kupata mwongozo. Alafu kuna wananchi ambao uelewa wao ni mdogo, kimbilio lao la haraka wanalolimudu ni kuchukua baisikeli yake ama kupanda pikipiki aende kwenye ofisi za serikali. Ni kama haya makampuni yana nguvu ambayo wananchi wakipitia kwenye hizi njia zingine za kawaida inakuwa ngumu kupata haki, mpaka sasa wachukue hatua zingine za kisheria ambazo kwa kweli ni hatua zenye gharama, kwa sababu mawakili nao wanahitaji fedha, na wanahitaji fedha kulingana na aina ya kesi na aina ya unayepambana naye. Wakiona unapambana na kampuni kubwa lenye ukwasi mkubwa, na wenyewe wanataka viwango vikubwa vya fedha. Kwenye mazingira haya, mwananchi wa kawaida yule haki yake inaweza kupatikana?
Ni kweli mwananchi wa kawaida haki yake inapatikana, na tuna mifano mbalimbali ambayo wananchi wameweza kupata haki zao ambapo zimetokana na ukiukwaji wa haki za binadamu na hiyo migodi mikubwa. Kwa mfano mwaka 2024 tulikuwa tunatoa elimu ya sheria kwa umma kwa wananchi, namna ya kutambua hii mifumo na namna ya kufikia, namna ya kufanya engagement na migodi ili kuweza kupata haki zao, na namna ya kuwasaidia hawa wasaidizi wa kisheria katika mikoa mbalimbali, kwa sababu tumeweza kufanya shughuli zetu katika mikoa mbalimbali ambayo inayozungukwa na sekta hii ya uziduaji. Kwa hiyo wananchi wengi wameweza kupata haki zao kupitia ile elimu ambayo tumeweza kuwapatia. Sasa watumie mifumo gani? Kwamba mifumo ambayo iliyopo tunajaribu ili kuweza, kama ulivyosema, gharama, umbali na vitu vingine, technicality ya lugha ya kisheria. Kwa hiyo wananchi wengi tumewashauri waweze kutumia mifumo ya ndani ya makampuni katika utatuzi wa migogoro. Kwa maana makampuni, kwamba kuna hizi sheria, hii miongozo ya kimataifa inazitaka kampuni ziwe na mifumo ya ndani ya kutatua migogoro kati ya makampuni na wananchi au jamii inayozungukwa na makampuni hayo, lakini pia kuwa na mifumo ya ndani ya utatuzi wa malalamiko yanayotokana na wafanyakazi ambao wapo katika makampuni hayo. Sasa kati ya makampuni na wanajamii, sasa wanajamii ili kuweza kupata hii mifumo inakuwa na vigezo. Miongoni mwa vigezo ni kufikika kwa mifumo hii. Kwa maana mifumo iwe kwanza ijulikane. Kwa mfano katika mfumo wa operational grievance mechanism, kwanza kabisa wananchi ndio wa udesign mfumo wao wanataka uwe vipi, katika namna ya kuwapa upatikanaje vipi, lakini pia njia ya mawasiliano, yani mawasiliano kati ya mwananchi anapotaka kwenda kupeleka malalamiko yawe njia gani. Kwa sababu kuna baadhi ya wananchi ambao tulikutana nao katika ambao walipata kesi ya kupasuka kwa bwawa, walikuwa hawajui Kiswahili, wanaongea Kisukuma. Kwa hiyo ni njia gani wananchi kwa walikuwa wanapeleka malalamiko yao kwa kutumia lugha ya ile native language, ambapo kunakuwa na mfasiri anayesoma na anasomewa yule mlalamikiwa, na mwisho wa siku wameweza kupata haki zao za msingi ambao wananchi hao walipata madhara ya upasukaji wa bwawa. Kwa hiyo mifumo ipo, na hii mifumo iwe na vigezo mbalimbali. Miongoni mwa vigezo ndio tumzungumzia. Kwanza lazima ujue kwamba unapeleka wapi malalamiko yapokelewe, unaambiwa taratibu itakayofuata na vitu vingine. Lakini sasa changamoto katika baadhi ya mifumo mingine, kwa mfano kuna baadhi ya mifumo kama vile mfumo wa Tembo Nickels, kwamba wameweka suggestion box baadhi ya maeneo. Kwa maana mwananchi unaweza ukapeleka malalamiko yako kutumia ile sanduku la maoni. Sasa sanduku la maoni unapopeleka, changamoto imekuwa mwananchi kupata mrejesho wa ile mifumo. Lakini pia hata ukijaribu kuangalia hiyo mifumo, ile periodic kureview ile mifumo, baadhi ya makampuni imekuwa ni changamoto. Kwa mfano engagement na Tembo Nickel wana mifumo, lakini mifumo yao inakuwa uwazi, inakuwa ni changamoto. Lakini pia inaweza ikafikika, lakini feedback ya wananchi imekuwa ni changamoto. Lakini tunafanya engagement na mifumo mbalimbali. Kwa mfano mfumo wa Barrick Nosmara tunakuwa na quarterly engagement, kwamba tunaonyesha changamoto ya mifumo na wanaweza kubadilisha kulingana na maoni ambayo sisi kama mashirika tunawakilisha sauti za wananchi ambao tunajaribu kufanya tafiti na kuona kuna changamoto za kutokana na hiyo mifumo ya ufikiwaji wa nafuu za kisheria. Lakini jambo la mwisho kwamba serikali kupitia Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pamoja na Wizara ya Sheria na Katiba imeandaa mkakati kwamba tunaita National Action Plan on Business and Human Rights, kwamba hii inakuwa kama ni mwongozo ambao unaonyesha kuhusiana na mifumo mbalimbali ya utatuzi wa migogoro katika sekta ya biashara na uwekezaji. Labda nichangie hapo kidogo. Unajua huyu anachokizungumza ni kile. Unajua unapozungumzia Tume ya Haki za Binadamu, Tume ya Haki ya Binadamu sio mahakama. Wale wananchi walienda mahakamani. Unasikia? Unajua kulikuwa na issue, kwa mfano kulikuwa na kesi inayohusu Canada. Canada walilalamikiwa kwamba katika policy yao ya nje ya nchi kuna uvunjifu mkubwa sana wa haki za binadamu.
walijaribu kulihendo hilo swala kwa ndani, kukawa na ugumu fulani, siko umenielewa. Lakini wakasema kwa sababu hii Canada ni miongoni mwa nchi ambazo zimeridhia ule mkataba wa haki za binadamu, wanasema the best way, namna ya kusolve haya matatizo ya mining, na kwa sababu yana involve hao wawekezaji wakubwa na wenyewe wamesaini huo mkataba. Kwa hiyo namna ya kuwabana kirahisi zaidi kuweza kupata haki zenu ni kupita katika misingi ile ambao wamejiwekea wao wenyewe. Unasikia? Lakini ukipita kwenye hizi local sheria, unakuta wakati mwingine ile kampuni wakati ina sign mkataba iliwekeana kwamba in case of any dispute, labda masuala yatakuwa handled labda kutumia arbitration, si ndio? Yeah. Kwa hiyo unakuta kwamba inakuwa ni ngumu kisheria kwa taasisi kama tume kuingia. Kwa hiyo inabidi kwamba ile issue iwe handled in accordance na mkataba. Unasikia? Kwa hiyo ina maana kufanikiwa kwa hawa wananchi sio kwamba ni kwa sababu walishindwa kupata haki kwenye huku, ila ni kwamba kulikuwa na alternative ambayo inaweza kutoa matokeo mazuri kama hiyo ya kutumia sasa international organizations na kuhakikisha kwamba wanatumia vigezo vilivyowekwa kulingana na mkataba wa human right declaration. Yeah. Asante kwa wewe ambaye unatufuatilia kupitia The Chanzo YouTube channel, lakini pia YouTube channel ya Haki Rasilimali. Mjadala unaoendelea hapa ni Hoja Yako Mezani. Tunajadili kuhusiana na uwajibikaji, haki pamoja na usawa katika sekta nzima ya uchimbaji wa madini, mafuta pamoja na gesi hapa Tanzania. Na tunao wadau kadhaa ambao tunashiriki nao hapa mjadala. Tunaye Damas Parsalau kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, lakini tunaye Hussein Mvomvo kutoka Shirika la Biashara na Haki za Binadamu, na tunaye Mohamed Mustafa Nguku ambaye ni mwananchi kutoka katika maeneo ambako kuna wawekezaji wa madini, wanafanya uchimbaji wa madini. Mimi ni Charles William. Wewe unaweza kutuandikia swali lako ama maoni yako ama kuchangia tu mjadala huu ambao unaendelea kwenye comment section hapo, unaweza kutuandikia, alafu tutashirikisha hapa wazungumzaji ambao niko nao hapa. Sasa moja kati ya wananchi ambao wametuandikia kuhusiana na mjadala huu ameandika, anasema Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ilikuwa na mchakato wa kuandaa mpango wa taifa na biashara wa haki za binadamu. Je, mpango huu umewezaje kuainisha wajibu wa makampuni katika kuhakikisha haki za binadamu zinashughulikiwa? Mbona mpango ule ulionesha tuliona haujaonesha makali katika kuwabana makampuni na kuhakikisha wanaheshimu na kulinda haki za binadamu? Anauliza kuhusiana na mchakato wa kuandaa mpango wa taifa wa biashara na haki za binadamu. Sijui hilo limefikia wapi, na nasema natarajia kuona makali kutokana na mpango huo kwenye kuyabana makampuni. Lakini yes, ni swali hilo limerejewa. Unajua anachokizungumza ni sawa. Hata formation ya hii entity ya hawa unaweza kukuta kwamba originality yake ni kwenye business human right. Exactly. Ni huko ni kwamba ni mpango ambao bado ni wa Umoja wa Mataifa. Ni kama nilivyokuwa najibu swali la huyu kwamba masuala ya haki za binadamu yanatakiwa uende mbali zaidi ya masuala ya sheria. Ukichukua sheria peke yake utakwama, kwa sababu sheria unakuta wakati mwingine, kwa mfano hata ukiangalia mfumo wa uchumi wetu kwenye mambo ya privatization tulilazimishwa, si ndio? Wewe unaweza ukajikuta kuna sheria zingine zinaweza zikawa, kumbuka kuna wanaita subordinate act laws. Unaweza kukuta kwamba labda unazungumzia mining act, lakini kuna sheria vile vile ya masuala ya ardhi ambayo ilitengenezwa zamani sana. Wewe unaweza kukuta kwamba lazima zikinzane. Kwa hiyo hii business and human right lengo lake kubwa ni kujaribu kuleta mutual benefit. Unajua watu wamejaribu kuja more realistic, kwamba mnapokuja kufanya argument na mwekezaji ni lazima mpeane fact, kwa sababu ana hata hawa walioanzisha business and human right ni hawa mataifa makubwa, baada ya kuona kwamba sasa
walikuwa wana sera yao ya kutaka kulinda madini, kwa sababu kulikuwa na madini kidogo huko, wanajaribu kupata uwekezaji maeneo mengi, si ndio? Lakini wakasema sasa kupata maeneo mengi bado kuna haki za kule tunakokwenda kuwekeza. Tusipotimiza zile haki zao tunapata mikwamo, si ndio? Kwa hiyo ina maana hii business and human right ni kwamba wao ni kama shinikizo kwao. Kwa hiyo inabidi wakati mwingine waje mezani tukubaliane. Unajua mngeweza mkao wewe na mambo yako na mambo yako. Lakini wakati mwingine wanasema jamani hapana. Hapa hatuli hata kula rafiki yangu. Hebu tukae kidogo tuache ngumi kidogo, si ndio? Hebu tuzungumze sasa mutual benefit, kwa sababu kumbuka mining industries wao wanataka mining areas, si ndio? Alafu na hawa wananchi ndio wanaomiliki hizo areas. Unapokuwa na dispute nao wengi, na sasa hivi kwa miongoni mwao wa mataifa makubwa kuna ushindani. Kumbuka kuna mataifa ya Urusi, kuna China imekuja juu na yenyewe inawekeza kweli kweli. Sasa na haya western countries na wenyewe wakaona sasa hapa tukisema kwamba tuwe mabandidu kwa hawa wananchi tutakosa nafasi kwenye uwekezaji kwenye mining. Kwa hiyo wakati mwingine tukae mezani. Kwa hiyo ndio maana anasema umefika wakati sasa sisi especially hii chombo kilichotuleta hapa haki rasilimali na chombo chako wewe. Unajua sasa hivi hatutakiwi kuja na hoja ndogo ndogo. Tunatakiwa ukae chini upasue kitu na utengeneze kitu ambacho kweli kina akili. Hata ukimpelekea mtu anafika sehemu anasema hapa kweli umesema, si ndio? Na ndio maana wakati mwingine unakuta kwamba the best way ya kuwabana hawa wawekezaji sio wewe kutafuta mbinu zako ndogo ndogo hizo, ni kuingia kwenye zile area ambazo wewe unaweza kuwabana, na eneo pekee ambao unaweza kuwabana kutumia zile principles za human right and pamoja na hii business guiding principle. Guiding principle. Kwa hiyo unajua unakuta kwamba hii principle inakuwa ni rahisi zaidi kuyahandle haya matatizo, kwa sababu kwanza unaenda ambapo bwana sikiliza, unaenda kwa mfano unamfuata business and human right, kwa mfano wewe na wewe mna dispute, si ndio? Unakuja kwetu sisi au unaenda kwa hawa wanaitwa haki rasilimali, wanajua namna ya kucommunicate katika lugha ambayo wale wataelewa. Kwa sababu hapa ili uweze kushinda kwenye hii business lazima ujue, lazima kuwepo na akili, uwe na uelewa mkubwa. Kwa sababu kwanza human right violations nyingi hata evidence zake inabidi uwe na akili kuweza kuzipresent, kwa sababu kuna zingine zinahitaji expertise knowledge. Kwa sababu kwa mfano umesema kwamba hapa pana contamination ya maji. Sawa, how do you prove in the court of law kwamba aliye contaminate ni huyu na sio wewe ambaye ulikuwa unafanya mambo mengine? Ukiangalia kwa mfano kwenye mining sector zingine kule, kwa mfano ukienda Zambia wana tatizo la lead. Kwamba lead ni mabaki ya yale baada ya extraction kwenye mambo ya metals. Ukishazidani mle unakuta kuna lead. Sasa ile lead huwa inasababisha cancer, inasababisha ugonjwa wa moyo, unasikia? Lakini sasa uthibitishe kwamba hii cancer ilitokana na lead, si ndio? Sitabidi umpate mtaalamu ambaye atatoa expert opinion kwamba bwana tumeangalia kwamba kulingana na scientific research tumefanya hivi na hivi, tumegundua kwamba kitu kilichosababisha kweli ni yale machimbo, mabaki ya yale machimbo ndio yamekuja yametengeneza pollution, mwisho wa siku yakaharibu maji na yakaharibu ardhi, uzalishaji wa nafaka ukaharibika. Sijui kama tumeelewana hapa. Nimekupata vizuri sana. Mzee Mohamed Nguku, kwa mtazamo wako wewe unadhani nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba panakuwa pana haki inayopatikana na uwajibikaji unakuwepo kwenye maeneo yale ambayo wawekezaji hawa wanaenda kuwekeza, ili iwe ni uwekezaji kwa manufaa yao lakini pia kwa manufaa ya nchi na wananchi wa eneo hilo? Sasa mimi nilichokuwa nafikiria kitu kikubwa sana ambacho kinachotakiwa kifanyike, licha ya kwamba kuna makubaliano kati ya makampuni na nchi, lakini kwamba sasa hivi ifike hatua kwamba hiki ambacho kinachofanyika kati ya makampuni na nchi, basi ingekuwa ni vizuri sana jamii kama jamii katika eneo lile husika, basi na wao wangekuwa na uelewa mkubwa sana. Kwa mfano unapozungumzia kwamba hii mali ya umma ina faida hata kwa wewe ambaye unaiachia, anatakiwa yule mwananchi kwamba aelewe kwamba hii faida inayozungumziwa ni ipi.
Umenielewa? Hii faida inayozungumziwa ni ipi? Leo hii watauliza swali kwamba wamepewa ardhi kuna miaka tayari 20. Hii faida anayopata mwananchi ni ipi na hii faida inayopata serikali ni ipi? Wanauliza swali hili. Sasa ni vizuri sana kama haya yanazungumza na wanasema kwamba hili swala ni gumu kwa sababu hawa wataalamu navyowasikiliza hapa kwamba hili swala ni la wakubwa huko, na kama swala hili ni la wakubwa, sisi kuingia kwenye hili swala ni ngumu sana. Umenielewa? Basi ni vizuri tungejikita sana kwenye uwazi na ushirikishwaji kwa jamii ile ambayo tunayokwenda kufanya nini, tunayokwenda kuwekeza pale. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo tunataka nikutolee tu mfano. Unajua hizi sheria zote hizi za si unamhamisha mwananchi pale, lakini hizi sheria zote hizi zinakuja kutoka serikalini. Serikali kwa mfano kwenye zile gharama za kulipa pengine tuchukulie kulipa fidia. Mtiki mmoja nikipasua mimi mwenyewe mbao ule mtiki ule naweza nikapata mpaka milioni 1. Lakini bei ambayo imetoka kwa mthamini kwamba mtiki wa wilaya ya Ulanga 100% unalipwa shilingi 70,000. Umenielewa? Mtiki wa wilaya ya Ruangwa 100% unalipwa 120,000. Anasoma kwenye jedwali kwa sababu ile jedwali linatolewa na mthamini mkuu. Umesikia bwana, barua mkuu wa serikali. Yeye ndo anaipanga bei kila kitu. Anatakiwa ajue mwananchi kwa nini mtiki wa Ruangwa unalipwa bei kubwa sana, mtiki wa Mahenge unalipwa bei ndogo sana. Umenielewa? Yes. Unazungumzia kwamba kwenye eneo ambalo mwekezaji anataka kulichukua, ndio wewe unalipwa fidia, lakini kwenye hiyo fidia pia una mazao mbalimbali ikiwemo miti, miembe, mipapai na kadhalika ipo mle. Ile thamani ya kilichopo pale juu ndio inatofautiana kati ya eneo moja na eneo lingine. Kwa jedwali yani mti ule ndio thamani yake ukiwa uko Mahenge Ulanga, wilaya ya Ulanga ni tofauti na wilaya ya Ruangwa Lindi. Kwa jedwali la mwaka 2023 lina tofauti hiyo. Lina tofauti ule mtiki wa kule na mtiki wa bei tofauti. Unaona? Na sio mbaya kwa sababu hata mmea haya matunda ambaye ni kwa mfano makatapela haya makatapela, kama una makatapela ya kienyeji bei yake ni ndogo kuliko makatapela ambayo si mnaita beldi si nini, unasikia? Haya yana bei kubwa. Basi mwananchi wa Ulanga anatakiwa ajue, nimechukulia mfano mwananchi aidha wa Ulanga, lakini anaweza akawa mwananchi wa Kibiti, anatakiwa ajue kwamba kwa nini ule mtiki wa kule una thamani kubwa na mtiki wa huku hauna thamani yake ni ndogo. Lakini yule mwanakijiji kule anatakiwa aelewe kwamba hii thamani, hii faida ya uwekezaji ni muhimu sana kwa kijiji, lakini hata kwa jamii. Anatakiwa aelewe, je, kijiji kinafaidika nini? Hawa ndugu zangu wa haki rasilimali walitupeleka kule Ruangwa kama kituo cha mafunzo, lakini walichukulia vile kwa sababu kule kuna migodi inayowekezwa na tulikwenda tuliona. Umenielewa? Yule mwananchi sasa hivi hapa jinsi alivyo, anatakiwa ajue kwamba mbona wanasema kwamba ni haki? Hivyo ni biashara gani yenye haki isiyokuwa ya pande mbili? Umenielewa? Kwamba mimi nikiondoka hapa kwenda sokoni na maembe yangu ninapanga bei, embe shilingi 200, sawa? Lakini wewe unapokuja kuchukua mwembe wangu unasema huu mwembe ni shilingi 300, amepanga valua. Hiki kitu ambacho
mwanajamii anatakiwa kielewe. Ile ya Ruangwa nilitaka nipotee, nimefika kule tumekuta kumbe vijiji, kampuni inayokaa pale inachangia CSR. CSR amini kampuni yeye inakuwa na budget kwa ajili ya maendeleo kwenye nani, kwenye kijiji kile. Kwa hiyo wanatoa ile budget, wanatoa ile kwa mradi ambao kijiji itafanya nini, wananchi watakuwa wameuibua, aidha wanaweza wakajenga nani, wakaamua kujenga zahanati au kujenga madarasa, basi ile itakayotolewa na nani. Sasa hili mwananchi anatakiwa alifanye nini, alijue kwamba hawa watu nakaa nao, lakini hawa wanatakiwa wote, japo sheria haimlazimishi yule. Imetoa sheria tu ya matumizi ya zile fedha zile, lakini haimlazimishi mwekezaji. Umenielewa? Lakini hivi sasa mwananchi anatakiwa afanye nini, avijue. Unajua akivijua ataongea kwenye mkutano siku moja, au atasema mbona hii kampuni imesema inakuja kutengeneza masuala mazuri kwenye kijiji, mbona hiki wanachokisema ambacho wanataka kudani kinatolewa mbona hapa hakifanyiki? Kwa nini hakifanyiki? Japo yule profesa nani anamjua huyu nani Lucy huko, kuna profesa alikuja naye kule kasema msinganganie kwenye nani, kwenye haya madini ya nani tu, hapana. Hii CSR inatolewa, kampuni yoyote ile au biashara yoyote inaendeshwa katika kijiji wanatakiwa watoe CSR kwa ajili ya maendeleo ya nyie mpate nyie mpate fedha za kwanza. Hawajui, mimi nimewauliza sana, nimewauliza jamani, kuwauliza kina nani, wananchi wale wa kijijini, jamani nyie wenzangu mlishawahi kusikia CSR? Akwambia CSR. Lakini nilipomuuliza kibarua wa kampuni kasema sisi tunajua sana, nikaongozana naye. Ngoja tumuulize huyu tena ndugu yake. Tumemuuliza yule kasema hajui. Umenielewa? Lakini hata mwenyekiti wa kijiji mtendaji akanambia yule aliyeondoka yule tulishawahi kuwaelimisha. Huu uongozi umeingia juzi, bado hajajua CSR. Unaona? Japo kule haina faida kwa sababu hajaanza kushinda. Umeelewa? Sasa haya ndio ninayoongelea. Unaona? Japo nimekatishwa tamaa na mtaalamu hapa alivyosema tu kwamba mambo mengine kutoka tume au kutoka tume naongelea tume. Amesema mambo mengine wale tunaopambana nao na ndio wanaotoa taratibu zote hata kwa nchi za uweke. Kwa hiyo mambo mengine kwa maana yake kwamba tumezee tuwe kimya. Sio mmezee, naomba hapo kidogo kwa sababu nimesema umezee. Nimesema ujipange. Sawa? Na ujipange kwa kuangalia kuridhia haya mambo yao. Kwa mfano haya Declaration of Human Rights Promotion Business wanasema kwamba wamejiwekea sheria zao kwamba masuala ya uchimbaji wa madini ni lazima yazingatie uwajibikaji wa kuhakikisha kwamba unazuia madhara ya kiafya na vile vile unazuia madhara ya uharibifu wa mazingira. Wamezungumza jingine, wanasema lazima tuhakikishe kwamba inahakikisha kwamba chakula kinakuwa katika hali ya usalama, kwa sababu mwisho wa siku iko inafanya contamination kwenye mambo ya chakula. Unakuja vile vile amesema ni lazima tulinde utamaduni wa watu wale tunao wakuta. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakwambia sio kwamba tuwakimbie, ni kwamba tunapokwenda kukabiliana nao lazima tujipange, twende na nondo za kuweza kuzungumza kulingana na mazingira yao. Unajua hata baba yako akikukosea utatafuta lugha ya kuzungumza naye, si ndio? Sawa. Ni hekima tu. Nimekupata. Tarudi kwa sababu muda wetu umekimbia sana. Mzee Mohamed, tarudi kwako kwenye kuhitimisha. Lakini Hussein, wewe umesikia hoja za Mzee Mohamed Nguku hapa. Anachokisema sahihi. Ya alichokisema ni sahihi. Wananchi asilimia kubwa wanauelewa mdogo. Yaani wanauelewa mdogo katika sheria mbalimbali zinazohusiana na rasilimali asili, ambao huo uelewa mdogo unawakosesha haki. Baadhi wanakosa haki zao za msingi. Katika upande wa sheria ya madini, imeweka wazi swala zima la uwajibikaji wa migodi kwa wananchi, kwa maana kupitia CSR, Corporate Social Responsibility, na regulation imetolewa mwaka 2023 ambayo inataka makampuni ya madini yaweze kuwajibika kwa kutoa
hiyo corporate social responsibility ambayo ni 0.1 ya ile faida ambayo inapata ule mgodi. Lakini sasa changamoto ambayo inakuja ni katika ushirikishwaji wa wananchi. Unajua kuna kushiriki na kuna kushirikishwa, na katika kushirikishwa unashirikishwa kiwango kipi? Kwa hiyo changamoto ipo katika kushirikishwa kikamilifu kwa wanajamii katika kuibua miradi ya maendeleo, na matokeo yake sasa wananchi wanakuwa hawashirikishwi. Miradi mingi ambayo inaibuliwa katika hii CSR inakuwa haipo sustainable. Haipo sustainable, hiyo inapelekea miradi mingi kutokuwa effective. Hiyo ni changamoto ambayo inajitokeza kutokana na ushiriki mdogo wa wananchi katika sehemu ambazo zinazungukwa na rasilimali. Lakini pia kuna sheria nyingine ya masuala ya maudhui ndani, tunaita local content regulations, ambayo pia inajaribu kuangalia hii migodi, inataka migodi mikubwa au migodi ya kati, wafanyakazi, kwamba wafanyakazi, asilimia wafanyakazi wawe ni wazawa. Lakini sio wafanyakazi, miaka ya nyuma hata maji, vyakula vilikuwa vinatoka nje katika sekta ya migodi, lakini sasa sheria ile imejaribu kuregulate kwa maana ya ile procurement and supply iwe inatoka ndani. Lakini sasa ukijaribu kuangalia ni asilimia ngapi ya Watanzania wenye uwezo sasa wa kuingia katika hiyo masuala ya local content, ndio inakuwa ni changamoto. Kwa mfano nitakupa mfano katika ili bomba la mafuta la East African Crude Oil Pipeline katika maeneo mbalimbali ambapo yamepita. Katika vile vijiji ambapo bomba lile limepita, wananchi wengi wanakuwa ni vibarua wa kawaida, lakini zile technical expertise hawawezi kufanya. Sasa hiyo ni matokeo ya wananchi, au tunazungumzia watu wa eneo husika kutojua fursa na kujipanga kikamilifu kutokana na hii miradi mikubwa inayokuja katika nchi. Kwa hiyo sasa nafikiri sasa ni wakati wa serikali, wananchi na wataalamu pamoja na hizi technical college kujua kwamba fursa zinapokuja kutokana na miradi, basi zianze kuandaa wataalamu ili migodi au fursa zote zinazokuja katika masuala ya uwekezaji iweze wananchi wale ambao wanaishi katika eneo husika, ambao ndio waathirika wa kwanza, waweze kupata fursa hiyo na kitu kingine mzee alizungumza kwamba biashara zote zinalipa CSR. CSR ni tunaita ni mandatory regulation kwa sekta ya madini, lakini katika sekta nyingine za biashara ni sio mandatory. Kwa hiyo maana yake mtu anajitolea kiwango chochote, lakini sio mandatory compliance ambayo inamtaka huyu mwekezaji katika sekta nyingine, tofauti na sekta ya madini ambayo imeweka exact percent ili waweze kuchangia. Sawa. Sasa kuna swala hapa ambapo naona mtu mmoja ameniandikia, anauliza kuhusiana na haki za wanawake kwenye migodi mingi. Wanasema kwenye migodi mingi kumekuwa kuna malalamiko ya wanawake kwamba wanakaguliwa, ndivyo kuna ukaguzi mkali, lakini huo ukaguzi ni kama hauangalii jinsia, kwamba huyu ni mwanamke au mwanaume. Ule ukaguzi inabidi ufanyike sawasawa kwa makundi yote, na muda mwingine wanawake wanalalamika kwamba hizo aina za ukaguzi ni kama zinawadhalilisha kijinsia ama zinawakwaza kwa namna moja ama nyingine. Nataka nijue hili kama mmebaini kuna jambo la namna hiyo, na mazingira yake hasa yakoje mpaka kuna malalamiko ya wanawake kuona wanatendewa ndivyo sivyo migodini. Asante ndugu mtangazaji. Swala zima la ukatili wa kijinsia katika sekta ya uziduaji kwa kweli ni kubwa. Ni kubwa kwa maana nazungumzia sekta nzima, yani ile value chain, kuanzia uchimbaji, kwa maana uchimbaji asilimia kubwa wanawake wanabaguliwa katika swala zima la uchimbaji kwa kuamini kutokana na mila na desturi potofu kwamba mwanamke labda anapokuwa katika siku fulani kwamba madini yanapotea, kwamba wananchi wengi wamekuwa katika sekta, nazungumzia wachimbaji wadogo. Lakini pia swala wanawake wengi wanafanya katika zile tunaita wanauza vyakula, wanafanya zile light work, wanauza vyakula, wanagonga mawe, lakini katika zile technicals wanakuwa hawafanyi. Lakini kikubwa zaidi katika sekta hii tunazungumzia swala zima la ukatili wa kingono umekuwa mkubwa katika
Lakini kwa hilo swala la ukaguzi sasa sijajua anazungumzia migodi mikubwa au anazungumzia migodi mikubwa. Migodi mikubwa. Kwamba kuna ulinzi na kuna namna ambavyo wao wanavyokaguliwa huko kwenye kutoka na kuingia kwao. Wanaona kama wanatendewa ndivyo sivyo. Ya ni sahihi, wanatendewa ndivyo sivyo, kwa sababu sheria zinataka wazi kabisa, kwa maana migodini, kwa mfano ukijaribu kupita pale Bariki Osmara, ukipita getini, wanawake wanakaguliwa na wanawake wenzao na wanaume wanakaguliwa na wanaume wenzao. Umeona sasa, kama ukaguzi unakuwa wa kupitiliza, manake ingekuwa ni vizuri zaidi tukapata mawasiliano ya kuweza kujua kwamba ni sehemu gani na tuweze kufuatilia na kuweza kulitatua tatizo hilo kwa haraka. Lakini kama kunakuwa mtu anapokuwa anahisiwa kwamba anaweza akawa ana kitu ambacho amekibeba, mlinzi wa aina yoyote anaweza akamkamata na kumkagua? Hapana. Of course hilo ndio lizungumza, ndio issue alikuwa anaizungumza. Of course ile mimi nimsikiliza vizuri alipozungumzia masuala ya changamoto zilizotokea kule Mwadui. Sawa. Mwadui kuna taasisi moja ya haki za binadamu ilienda kule Mwadui kufanya huo utafiti. Lakini one of the human right abuse iliyobaini kulingana na maelezo yao, wanasema walibaini kwamba ile mgodi umeajiri makampuni ya ulinzi. Sawa. Sasa yale makampuni ya ulinzi mengi hayajui zile voluntary principle business, yani zile principles zao, kwamba ni vitu gani unatakiwa kuzingatia wakati wa kufanya kazi yako. Kwa hiyo wakati mwingine, kwa sababu ni kampuni ya ulinzi, unajua kampuni za ulinzi nyingi hazijui masuala ya voluntary principles. Kwa hiyo unakuta kwamba ukaguzi ule wakati mwingine unakuta wanaweza wakawavua hata nguo watu. Na wakati mwingine walilalamikiwa vivyo walikuwa wanahusika kutaka kuua watu. Ndio hicho kizungumzo kulingana na ile hiyo ripoti ya hiyo NGO. Ilikuwa of course ilitoka nje moja kwa moja, ilitoka Uingereza kuja kufanya utafiti hapa. Hilo jambo waliligundua wao. Na of course hayo mambo lazima yawepo, kwa sababu nasema, kumbuka wawekezaji kwenye mambo ya mining huwa mara nyingi lazima walinde zile mali zao. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine katika kufanya hayo mambo ndio unakuta kwamba wanatumia nguvu kubwa kuliko vile nani. Of course ndio mambo ambayo tunatakiwa sasa sisi tudini nayo kwa pamoja bila kunyosheana vidole. Labda katika kuongezea kwa mujibu wa miongozo hii ya kimataifa na sheria mbalimbali, na kwa sababu changamoto iliyokuwepo nyuma, kwa maana migodi mingi ilikuwa inaajiri, kama alivyosema ndugu yangu, ilikuwa inaajiri askari au walinzi ambao hawajapata mafunzo ambayo ya masuala ya haki za binadamu katika biashara. Kwa hiyo maana yake miongozo sasa hivi inazitaka makampuni ya sekta ya uziduaji kuajiri walinzi ambao wamepitia mafunzo hayo, ili kuweza kupunguza ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unaweza ukajitokeza kama ulivyoweza kunani. Ndio maana nikajaribu kuomba kwamba contact ya hilo eneo ambaye anaweza akatusaidia ili tuweze kunani, kwa sababu asilimia kubwa ya makampuni ya ulinzi sasa hivi katika sekta hii ya madini yana hizo voluntary principle business and human right. Kuhitimisha hapa, muda wetu kama utaruhusu tuandikie chochote hapo, alafu utapata nafasi ya kukipitia kwenye hizi dakika zilizosalia. Lakini hapa tunao wanahabari pia ambao wanafuatilia mjadala huu. Labda kama kuna mwanahabari ambaye angependa kuuliza chochote kwenye panel ambayo tunayo hapa, tutoe fursa hiyo pia kwenye dakika hizi ambazo zimesalia. Kama yupo mwanahabari kabla hatujahitimisha. Karibu. Asante. Swali langu ni kwa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Tunajua kama kuna scenario yote ile au kuna namna ambavyo hizi clauses zilizo katika mikataba yetu ya madini zinaweza zikaweka ugumu ama zikazuia usuluhishi wa masuala ya haki za binadamu katika baadhi ya maeneo. Lakini pia na mimi kwa kuongezea hapo ningependa kujua hali ikoje ya malalamiko ambayo wananchi wa kawaida yamewatatiza huko yakawafikia nyinyi kwenu, na mmewezaje kudili nayo hawa malalamiko? Ningepata statistics vizuri
labda kwa kipindi cha miaka 5 au labda baada ya mabadiliko ya sheria, hali ikoje ya malalamiko kwenye ofisi ya tume? Sawa. Karibu. Actually tuzungumze ukweli, kama nilivyosema kwamba changamoto ya uvunjifu wa haki za binadamu ni changamoto inayotukabili sisi sote. Ila sema wakati mwingine ndio nikatoa ule mfano, kwa mfano mnaweza mkakaa watu watatu hapa, ukampiga mtu kofi huku, yule pale akafikiria amepigwa na huyu. Lakini ukweli kwenye hili swala la uwekezaji kwenye masuala ya mining, changamoto zipo kwa wingi sana. Kwa sababu kumbuka, kitu kinachotegemea, nasema mwekezaji yeye lengo lake lilikuwa ni nini. Ukiangalia kwa uwekezaji kuchukua kwa nchi ya Canada, wao uwekezaji wao lengo lao ilikuwa ni kuvuna. Kwa hiyo consideration ya madhara yatakayotokea kwa jamii inayozunguka ilikuwa sio biashara yao. Umeshanielewa? Alafu hata vile vile hii vita nimesema ni yetu sote, kwa sababu tusiangalie kwa sababu hizi sheria kwamba ni ya serikali au ni hapana. Hakuna serikali ambayo inaweza kuwaacha wananchi wake. Hili tatizo hili ni tatizo la ukoloni mamboleo. Nyerere alishatuambia kwamba huu ukoloni, na bahati mbaya mining sector, hata kuiangalia historia, uwekezaji mwingi umekuwa kwenye makampuni makubwa, umekuja huko mwishoni. Nakumbuka baada ya kubadilisha hii sheria kwenye miaka ya 85 kuja huku mbele. Lakini unapokuja kule nyuma, kwenda kule nyuma, Nyerere alisimama kidogo kidete, lakini wakati mwingine na yeye ilifika sehemu upepo wa mataifa ukamzidi. Lakini sasa bahati mbaya unakumbuka, unaambiwa sasa ubadilishe uchumi wako, huo uchumi huria, hujawahi kufanya biashara, si ndio? Kumbuka kwamba sasa kulingana na hivyo huo mkandamizo, wakati mwingine inabidi ukubali. Umeshasikia? Sasa unapokubali kuna changamoto ambazo utakapitia. Hizi tunazozipitia ni changamoto. Malalamiko yako mengi. Kwa mfano, haibishaniwi viwanda vinaleta pollution kwenye maji. Haibishaniwi lead inaleta madhara ya moyo. Hata huko Zambia hapa ni mfano mmoja mzuri. Usitegemee kwamba hapa kama unachimba madini ya chuma au madini ya hizi meto, ule uchenjuaji wake lazima utaacha athari hapa chini. Na hili swala hakuna nchi ambayo anaweza hebu niambie kwa mfano, kama unawekeza viwanda, ni nani yuko tayari afe na kansa wakati ile vumbi itamrukia kila mtu? Kuna mtu ataikwepa? Si wote tuko Tanzania hapa. Kwa hiyo haya madhara mimi nadhani tumewekewa zaidi na athari za ukoloni pamoja na hawa mataifa makubwa. Na hawa mataifa makubwa ni product ya hao watu. Wamebadilisha tu mfumo namna ya kuenenda. Kwa hiyo mwisho wa siku wanasababisha fracas, mwisho wa siku tunaanza kupigana sisi kwa sisi. Unaanza kumchika uchawi, wewe ndio mchawi, wewe ndio mchawi, lakini unaacha mchawi halisi. Of course tatizo ni kubwa. Na hii mimi niwaambie ni kwa mfano kwa waandishi wa habari, tusaidiane kwenye swala hili. Na hata serikali kukubali uwepo wa tume ya haki za binadamu. Kumbuka tume ya haki za binadamu inatekeleza matakwa ya umoja wa nini? United Nations. Si ndio? Ya kwamba imefika sehemu haya mataifa makubwa yamekubali kwamba jamani, ili dunia pawe pazuri pahala pa kuishi, ni lazima tufikie sehemu kila mtu amheshimu mwenzake. Hata ukiangalia ile misingi iliyoanzishwa kwenye zile kwenye hiyo declaration, ni misingi mizuri tu. Mimi nadhani kitu kimoja ambacho tunatakiwa tufanye sisi kama Watanzania, tunapoingiza kwenye swala la mining kama Nyerere alivyowekeza, tuhakikishe tunapoingia kwenye swala la mining tunashirikisha wadau wa kila aina. Unajua sasa hivi tunafikiri kwamba wanasheria peke yake wanaweza kutusaidia kwenye hili. Hapana. Kuna watu wadau, kuna madaktari wanahitajika kugundua haya magonjwa kama kweli athari zake zinasababishwa na haya mambo. Tunahitaji wataalamu wa masuala ya mining pia, na wenyewe wazungumzie hizo changamoto zinakuwepo kule. Tunahitaji waandishi wa habari ambao wenyewe wanabobea katika kupata taarifa mbalimbali kutoka huko nchi zetu. Kwa hiyo mimi nadhani tukilichukua hili na tukahakikisha kwamba kwenye swala la madini tunahakikisha kwamba tunawahusisha kada za aina zote.
Na ili kwa sababu hata kama ukifika sehemu unapoleta malalamiko yanayohusu pollution yanahitaji technical know how. Sasa evidence ya kwamba okay, nimezungumza mara nyingi hii. Evidence ya kuthibitisha kwamba bwana haya maji contamination imesababishwa na kiwanda fulani. Wakati hapa pana viwanda vingi. Sinahitaji expert knowledge. Ili aje hapa mtu afanye analysis ya hii kitu, atoe ile expert opinion ndio tuitumie kupeleka mahakamani. Tushinde kesi, si ndio? Kwa sababu vinginevyo tusipofanya hivi tukaanza kushikana mashati kuhakikisha kwamba bwana huyu ndio mkosaji, huyu ndio mkosaji, tutakosa yote. Kwa sababu na mwisho wa siku kuna kwa nauliza nafikiri status ya malalamiko na kama kuna malalamiko yako kuna takwimu zozote labda. Takwimu of course kwa sababu nilinipa hii taarifa in short notice. Hizo takwimu nadhani hata mkiingia kwenye mtandao mtaziona. Zipo. Na hata wakati mwingine nikifika ofisini naweza nikakuflashia. Na kwa sababu nilinipa short notice, kwa hiyo kuna vitu vingine uwezo kuvibeba vyote. Sawa sawa. Hussein, kwenye kuhitimisha, manake muda wetu umemalizika. Kwenye kuhitimisha, wewe una lipi la kusema? La kwanza kama alivyosema mzee, kwa maana serikali washirikishe wadau mbalimbali katika michakato mbalimbali, kwa maana ya utengenezaji wa sera. Kwa mfano kama tuna critical mineral strategy, national critical mineral strategy ambayo tunatengeneza mwaka huu, wenzetu nchi kama Zambia wanayo toka mwaka 2017. Kwa hiyo maana yake tuna pamoja na nchi mbalimbali. Kwa hiyo maana yake kuna ile expert opinion kutoka wadau mbalimbali inahitajika, hususan kuweza kutengeneza sera ambazo au mikakati ambayo inakuwa na tija kwa jamii, lakini pia kwa nchi. Lakini kingine ni swala zima la upitishwaji wa sheria, baadhi ya sheria na kanuni ambazo zinapitishwa katika hati ya dharura. Hii imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo maana yake zinapopitishwa katika hati ya dharura inakuwa na implication kubwa sana kwa nchi, lakini pia kwa wananchi. Kwa hiyo ni muhimu sasa serikali iweze kutoa muda kwa wadau waweze kuchangia hizi sheria mbalimbali ambazo zinataka kupitishwa katika nani. Lakini jambo la mwisho, kwa maana wananchi, asasi za kiraia zijaribu kuwajengea uwezo wa wananchi waweze kujua haki zao za msingi, waweze kujua njia za upatikanaji wa nafuu za kisheria ili waweze kupata haki zao na kwa maendeleo ya taifa letu. Ni hilo. Sawa sawa. Mzee Mohamed, tunahitimisha bwana kwa dakika 1.5. Una lipi la kusema? Mimi nilikuwa nalo la kuzungumza, narudia pale kwenye hii ni vita, na bahati nzuri bwana mwisho hapa ameizungumzia. Hii ni vita, na hii vita si ya kupigana mtu mmoja. Tunatakiwa wadau wote tushiriki kwenye masuala haya, kwa sababu hili jambo aliloliongea huyu mimi ninakutana nalo sana, huyu bwana wa haki za binadamu, kwamba hawa wanaokuja kuwekeza Tanzania ni mataifa makubwa sana na yana ushawishi mkubwa sana hata kwa nchi yenyewe. Kwa hiyo si rahisi kama tunavyofikiria kwamba tunaweza tukabadilisha kesho na kesho kutwa vitu kama hivi. Na haongei huyu tu. Mimi kuna mashirika kama 3 ambayo yapo Kenya hapa. Huwa tunafanya dialogue kila wiki. Na siku moja aliniambia niwaalike wana kijiji kwenye maeneo yale ya nani. Alikuja padri wa kijiji cha Epanko, akafika na mwananchi mmoja. Aliongea maneno mazito sana. Baadaye yule mzungu akasema, bwana, sisi tumeandika, vipi tuyarushe, tunataka konseni yao. Maana kuandika abuse ya makampuni ni hatari sana. Na mimi nikamjibu, kama unaona ni hatari, futa. Mnielewa kwamba haya ni maneno ambayo wanazungumza mara kwa mara. Sasa hii tumesema kwamba tupambane, lakini hii ndo hali halisi. Kama sijui tunarudi kule nyuma tulikotoka wale jamaa walipokuja kututawala, au kama tunaenda mbele, ni eneo la kuangalia na ni eneo la kulifanyia utafiti wa hali ya juu sana. Mimi kule Ulanga nina taasisi, japo hapa mnaniita Mwananchi. Nimehusisha watu wengi sana. Kuna jamaa wametoka Uganda, walizani ni porojo tu.
walitoka Uganda, walikwenda kuwasikiliza wale wakina mama wenyewe. Kuna alitoka Uganda na mwingine alitokea Msumbiji, kusini kule mwa Msumbiji, wakaenda kuwasikiliza wale wakina, wamewaita Dodoma wale wakina mama. Baada ya kufanya hivi ninavyokuambia, wamewaita Dodoma, kesho wanamaliza nani, wanawapa mafunzo na kujaribu kutaka kufanya taratibu zingine. Sasa kweli tukiendelea kukaa na tukaamini kwamba dunia, naamini wanaofanya biashara ni watu wakubwa sana na uhalisia uko hivi, na sisi tusichukue hatua hata ya kunung'unika. Maana hata mbwa akikutua ukimwachia na kunywa damu, basi usiku piga hata kofi. Tukisema tukae kimya, yanayofanyika kwenye haya maeneo ya uchimbaji ni mambo yanayotisha sana. Kwa hiyo mimi naungana sasa hivi na bwana amesema kwamba vita hii tupigane wote. Naona kwa hiyo hata nyinyi waandishi wa habari, maana mngetoka bila kuuliza maswali, mimi ningemwambia nyinyi waandishi wa habari gani wakati mnauliza sana maswali. Nyinyi huwa nawaonaga mkiitwa sehemu fulani kwa maswali si mchezo, mpaka jamaa wanawafukuza. Hili jambo ni jambo nyeti sana na ni jambo ambalo la kuliangalia sana. Asante sana. Asante sana. Asante pia kwa wewe ambaye umetufuatilia kwa kipindi chote hicho cha takriban saa 2 tukizungumza hapa, mjadala ambao umeandaliwa na Haki Rasilimali, na mjadala ukijulikana kama Hoja Yako Mezani. Tulikuwa tunajadili hapa kuhusiana na upatikanaji wa haki, usalama pamoja na uwajibikaji katika maeneo ya uchimbaji wa madini, gesi pamoja na mafuta hapa nchini Tanzania, na nimekuepo hapa Charles William nikizungumza na wadau kutoka katika sekta tofauti tofauti. Nilikuwa na Hussein Mvovo kutoka Shirika la Biashara na Haki za Binadamu Tanzania BHRT, lakini pia nilikuepo naye hapa Damas Parsalau, yeye anatoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora hapa nchini, lakini pia nikuwepo na mzee Mohamed Mustafa Nguku, yeye ni mwananchi kutoka katika wilaya ya Ulanga, eneo la Mahenge pale